Shalom mpenzi mtazamaji wa Eneza TV, ninayo furaha kubwa kukukaribisha katika kipindi chetu cha leo. Kipindi muhimu na kipindi kizuri sana ambacho kitaweza kubadilisha mawazo yako na akili yako, lakini hasa kubadilisha kiroho ili uweze kukaa vizuri zaidi. Leo tumepata bahati kubwa sana ya kuwa na mgodi wa maarifa. Ninaamini sana tangu utakapoanza mpaka kumaliza utaungana na mimi kwamba kwa kweli hapa tumekutana na kisima cha maarifa. Bila shaka umesherehekea Pasaka. Kuna watu wamesherehekea Pasaka hawajui maana ya Pasaka ni nini, lakini wale wako ambao wamesherehekea Pasaka wakijua maana yake ni nini, labda kwa nafasi au kiwango kidogo, lakini leo itakuwa ni fursa na nafasi kubwa na nzuri ya kujifunza hasa Pasaka ni nini, ilianza lini, maana yake ilikuwa ni nini, na umuhimu wake katika siku za leo kwa Wakristo wa leo ni nini. Leo katika Eneza TV tumepata bahati ya kuwa na mchungaji Dr. Ninamkaribisha ili aweze kujitambulisha kwa urefu, alafu anaweza kuendelea kutuambia kuhusu Pasaka. Baba, karibu sana. Asante sana. Kwa wasio nifahamu, naitwa Gelson Mgaya, mchungaji Dayosisi ya Kusini, lakini tangu miaka 10 iliyopita nimekuwa nikifanya kazi na kanisa la Kiinjili la Kilutheri Finland. Nimetumika kule miaka 7, lakini miaka 5 iliyopita nimehama. Ajira yangu na utumishi wangu sasa ni katika chuo cha Biblia Kidugala, ambapo tunaandaa watu wa Mungu kuwa watumishi kwa ngazi ya uinjilisti na uchungaji katika level ya cheti na stashahada. Nafundisha masomo ya Biblia, na katika kufundisha huku tunakutana na mada mbalimbali. Na leo hii tutakuwa na mada ya Pasaka ambayo kama mpendwa mchungaji Kikoti amesema huenda umesherekea na halafu hujui Pasaka maana yake nini. Kwa hiyo siku ya leo tutakuwa na wakati mzuri wa kujaribu kuangalia jambo hili lina maana gani. Na pengine hapo mwanzoni, kabla tujaendelea, ningependa tumshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii na tumwalike awe nasi. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu mbinguni, tuna kila sababu ya kushukuru wewe unayestahili kushukuriwa na kila kiumbe. Tusamehe kwamba mara nyingi tunakosa kushukuru ipasavyo, lakini utupokee jinsi tulivyo na utusaidie na kutuelekeza namna tunapaswa kushukuru. Tunakushukuru kwamba katika neno lako umeahidi ya kwamba walipo 2 au 3 wamekusanyika kwa jina lako, nawe u pamoja nao. Basi tunakualika katika kipindi hiki uwe nasi, amsha akili zetu, lakini sana utufundishe kile ambacho unapanga kufundisha. Utusaidie Mungu wetu tupate maarifa mapya, tukutumikie wewe katika ufahamu, lakini pia katika kina cha roho kifaa cha Roho Mtakatifu unayejua kuandaa watu wako. Utuandae nasi kwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Tumekuwa tukisikia neno Pasaka, lakini wengi tumekuwa tukisikia neno Pasaka, lakini kwa bahati mbaya hatujui Pasaka ni nini, ilianzeje, imetoka wapi. Pengine ningependa kuuliza jambo moja, kwamba kama Wakristo tuna sikukuu nyingi ambazo tunasherehekea. Tuna Pentekoste, tuna Epifania, tuna Krismasi, tuna Pasaka, tuna sikukuu ya mavuno na kadhalika. Hivi tunafahamu kwamba ni sikukuu ipi ambayo haina mizizi kwenye dini ya Kiyahudi? Yaani hiyo sikukuu haikuwa sikukuu ya Kiyahudi. Sasa hapa anasema atakayeweza kujibu hilo swali nampa zawadi ya kitabu. Tuko na siku moja ambayo haina mizizi kwenye dini ya Kiyahudi. Siku gani? Christmas. Hiyo ule mtikusi. Kwa kutoka hapa ndani ni Christmas pekee yake. Zilizo nyingi ziko kwenye dini ya Kiyahudi. Kwa hiyo hii Pasaka ambayo tunasherekea kwamba ni moja ya sikukuu 3 za muhimu ambazo zinatupa
utajiri mwingi, ina mizizi kutoka dini ya Kiyahudi. Tena ilianza tangu mwanzo kabisa. Na hapa nilipenda kuonesha namna hili jambo lilivyoanza. Ukisoma Mwanzo sura ya 15 mistari ya 13 hadi pale mwisho, unakutana na Mungu akijadili na Ibrahimu. Anamwambia, sikia Ibrahimu, uzao wako watakuwa watumwa katika nchi ya Misri, na watakuwa watumwa huko kwa muda wa miaka 400, lakini katika kizazi cha 4 nitawatoa huko. Lakini hapa Mungu hasemi sababu ya hawa watu kuingia kule, ila sisi tunaosoma Biblia na tunaofundisha tunakutana na kitu kimoja kinachopatikana Mwanzo kwenye sura ile ya 38. Wengi wanafikiri ya kwamba kilichowaingiza Waisraeli kwenda kule Misri ni ile njaa, lakini sio njaa hata kidogo. Ile njaa ilikuwa ni nyenzo ambayo Mungu aliitumia kuwatoa hawa watu kwa njia ya ziada kuwapeleka kule. Kilichowaondosha hapa kwenye nchi ya Kanaani ni maisha yao ya dhambi. Fuatilia maisha ya Yuda yalivyokuwa. Alikwenda kuishi kwa Wakanani, akaanza kuishi kama Wakanani, tena akapitiliza hadi kuja kuzaa na mkamwana, yani mke wa kijana wake. Ile ilikuwa ni kosa, lakini Mungu alikuwa ameshaliona hii mapema, akamjulisha Yusufu kitakachokuja kutokea baadaye. Hapa tunasoma ile Isaya sura ya 46 mstari wa 10, tunaposema kwamba Mungu hutangaza mwisho tangu mwanzoni. Alimtangazia Yusufu kwamba yani hawa ndugu zako watakuja kuinamia, baba yako na mama yako watakuja kuinamia, lakini kijana mdogo hajui itakuwa lini, itakuwaje. Baba yake anajua, lakini naye hajui ni lini. Chuki ikaibuka pale, na hii ndiyo iliyomuondoa Yusufu kutoka Kanani kwa wazazi wake na kwenda Misri. Ni kama alikuwa anapelekwa kule akafanya maandalizi, ili muda ukifika hawa watu waende kule. Kwa hiyo wamekwenda kule, njaa imeingia, na hii habari ukisoma Mwanzo sura ya 39 na kuendelea, unaona namna walivyoingia kule. Kwamba Yusufu amekwenda kule, kwanza ameuzwa kwenye nyumba ya Potifa, halafu amekuja kuwa mfungwa, na kutoka kwenye ufungwa na utumwa anapaa na kwenda kuwa waziri mkuu. Si ndio? Sasa akisha kufika pale, ndio njaa imeibuka sasa inaanza. Na hii njaa ndiyo inayowaondoa huku Yakobo na familia yake. Mara ya kwanza wamenunua chakula, haikusaidia. Mara ya pili wamekwenda kununua, ndo wanafahamu kwamba kumbe anayetuzia chakula ni nani? Yusufu. Kwa hiyo wanapokuwa wameingia pale, wamepokelewa kama wafalme, si ndio? Kwa ajili ya fadhila za nani? Za Yusufu. Amekuwa mtu mwema, na kwa hiyo Farao anatenda kila kitu kwa huu wema wa Yusufu. Wamekaa pale miaka kadhaa, hatuambiwi ni miaka mingapi mambo yalibadilika, lakini Yusufu alikufa kwa mujibu wa kitabu cha Mwanzo kinavyomalizika. Kitabu cha Mwanzo kinatupatia picha nzuri juu ya Waisraeli. Walipewa sehemu nzuri kuliko wa Misri, waliheshimika, na kwa hiyo walistawi zaidi. Unapoanza kitabu cha Kutoka, unakutana na kitu tofauti kabisa. Unachokutana nacho ni kwamba hawa watu walio waheshimu wa Israeli kwa sababu ya Yusufu wanawatesa, si ndio? Na hawa watu waliokuwa wanaheshimika kama wafalme wamekuwa watumwa. Unajiuliza imekuwaje? Kumbe hawa watu wamekimbizwa huku Kanani kwa sababu ya maasi, wamekwenda kule Misri, baada ya muda mfupi wakajichanganya na kuanza kuishi kama wa Misri. Na hilo jambo lilimuudhi Mungu. Kwa hiyo Mungu akawatia mikononi mwa Misri na wakawa watumwa wao. Hasa ule utumwa ulikuwa mkali sana, ulikuwa mzito sana, ulikuwa mbaya sana. Sisemi kwamba kuna utumwa mzuri, lakini najaribu kuonesha makali ya ule utumwa. Yaani ulikuwa unakwenda ngazi kwa ngazi. Wameanza kuzuia kwamba wasidaliane na hivi, lakini baadaye wakaona kwamba haitoshi, wakaanza kusema kwamba sasa tutaua kila kijana wa kiume.
atakayezaliwa, ili hawa watu wasizaliane. Hata kama nyuma ya pazia kwa nini vijana wa kiume wauawe kuna maelezo mengi tofauti, lakini niache hayo, niende tu kwenye mada yenyewe, kwamba kwa sababu ya kile kilio chao wamelia, sio wanamlilia Mungu. Biblia haionyeshi hivyo. Yaani wanalia na kusikitika kwa sababu ya ule utumwa. Sasa Mungu anayeweza kuona huruma kwa mtu hata bila kumwomba, aliwaonea huruma akaamua kuwasaidia. Hapa ndipo ambapo alimuinua Musa. Jaribu kuangalia kuzaliwa kwa Musa tangu mwanzo mpaka anapokuwa kwa Farao. Unaona kwamba hapa hakuwa na hali ya kawaida. Si ndio? Maana huo ulikuwa ni mwaka 390 wa kukaa kwao kule. Mungu amemwibua nani? Musa. Lakini sasa uovu kwamba Musa anapokuwa amefikisha miaka 40 anaanza kazi. Waisraeli, Waebrania kama wanavyoitwa, walimkataa. Nani amekufanya kuwa mwamuzi wetu? Kwa hiyo wanapokuwa wamemkataa, hapa Musa akakimbia, maana aliona mambo yameharibika. Kwa wanaowasaidia wanamkataa, halafu kwa Farao mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Hapo akaongezewa miaka mingapi mingine? 40. Ndio maana utajaribu kuona kwamba hata kama Mungu alisema miaka 400 watakaa, lakini miaka waliokaa ni mingapi? 430. Maana yake hii 40 ni ya wao kujitakia, kwa sababu Mungu alishaandaa wokovu hata kabla hiyo miaka 400, lakini wao wamegoma. Sasa Musa anapokuwa ameitwa huko Midian, kwamba sasa uende ukaokoe watu wangu na kumwambia Farao awaache ili wakanitumikie, ile shughuli haikuwa nyepesi. Kwa sababu pale wanapoendelea kuzungushana na Farao, nenda rudi, ilichukua muda mrefu kidogo. Inaweza tunakadiria kama kutoka wiki 2 mpaka mwezi mmoja. Lakini haikuzidi hapo. Yaani ile prokushani ya kudai uhuru na hivyo. Damu haikumwagika kwa Waebrania, lakini cha moto walikiwa. Sasa muda huu wanapo anza kudai uhuru, ndio hii inayoambia kwamba tupate msingi huu, kwamba kitu gani kiliwapeleka kwenye utumwa, na halafu hata hii habari ya kuwataka watoke hapa ilianzeje. Si wao walioanza, ni Mungu ndiye aliyeanza. Na nalisema hili ili tulinganishe vizuri na jambo la kwetu, Agano Jipya. Sio sisi tuliomuomba Mungu amlete Yesu Kristo duniani. Ni Mungu ndiye aliyeona, kama tunavyosoma kwenye Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, ni upendo wake ndio ambao ulimsukuma kumtoa mwana wake aje. Kwa hiyo hata hapa ni upendo wake ndio uliomsukuma kumuinua Musa, na huyu Musa aende kuwaokoa hawa. Sasa Musa anapokuwa amekwenda pale, sio kwamba alifika pale na kusema kwamba sasa nimekuja kuwaokoa. Simeshaona kwamba ilianza purukushani taratibu. Mapigo ilianza pigo la kwanza, la pili, la tatu, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8. Pigo la 9 linafanana na kitu kimoja kilichojitokeza kwenye Agano Jipya pia. Ile la giza nene, si ndivyo? Kwamba giza nene lilitokea, giza totoro. Na baada ya hapo mambo yakawa yanaendelea kuelekea kule ambako kunafungua mlango. Na hata huku kwenye Agano Jipya giza nene lilitangulia kabla ya nini? Kabla ya kufuka kwa Yesu. Kwa kimsingi kufa kwa Yesu, kufa kama kufa, ni kama hakuhusiki sana na kile ambacho tunakisema, hata kama ni hatua ambayo inatupeleka kwenye ukombozi wetu. Sasa haya mapigo ambayo nayazungumza, siyazungumzia haya mapigo sijui ya vyura, sijui ya chawa, sijui ya kufa kwa ng'ombe, mvua. Mimi nazungumzia tu ile pigo la mwisho. Kwenye hili pigo la mwisho la kuuawa kwa mzaliwa wa kwanza wa kila chenye mwili kwa kule Misri,
ndicho ambacho kinatupeleka sisi kwenye Pasaka. Kuna kitu kimoja kipo hapa, ni kwamba tukisoma Kutoka sura ya 12 mstari wa 3. Inasema hivi: semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatwaa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo kwa watu wa nyumba mmoja. Siku ya ngapi? Ya 10 ya mwezi. Halafu nenda mstari wa 6, unaambiwa kwamba nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Maana yake huyu kondoo anakaa siku ngapi? Siku 4, si ndivyo? Siku ya 10, siku ya 14 mnafanya nini? Tungeweza kusema siku 5, lakini sio siku 5 kwa sababu hiyo siku hatujui kwamba ni ngapi, lakini ni siku 4, sawa? Sasa hii kitu tunajiuliza, hivi ni kwa nini ilikuwa siku zote hizo? Mungu alikuwa anatafuta nini? Kinachotafutwa hapo ni kwamba Wamisri walikuwa wanawachukia sana kondoo. Baadhi ya watu wanasema kwamba Wamisri walikuwa wanaiona kondoo, na mposema kwamba wanachukia ni kwamba hawali nyama ya kondoo. Sawa? Kwa sababu waliiona kama ni miungu yao, kama vile Wahindi wanavyoabudu nini? Ng'ombe. Kwa hiyo hata hawa kondoo waliwaweka daraja tofauti kabisa, hii ni miungu yetu. Sasa wewe imagine unakutana na mtu ambaye anakula Mungu wako. Inakuwaje? Kwa hiyo Mungu alitaka kuibua roho fulani ya chuki. Sawa? Kati ya hawa wanaoabudu kondoo na hawa wanaokula kondoo. Kwamba mtawaweka, maana yake muandaeni, halafu muweke wapi? Hapa. Mkisha kumweka hapa, ni maandalizi mazuri ya kwamba huyu kondoo atakuja kuliwa. Na hawa hapa wanaona namna vimungu vyao vinavyofanya nini? Vinavyoandaliwa tayari kwa mlo. Na hicho kikawaudhi sana wa Misri. Kwa hiyo wamekaa kwa muda, wanaendelea kusubiri hawa watu wanafanya nini. Lakini Mungu kama ametoa maelezo ya kwamba siku hiyo ya 14 mtakachokifanya, mtamchinja, na halafu mkisha kumchinja, badala ya kumpika kama kawaida ambavyo mmezoea kuweka viungo na hivi, ninyi mtamwoka. Hapo hakuna kiungo chochote. Sawa? Kwa nini hakuna kiungo chochote? Yani hawana muda wa kufanya maandalizi ya hiyo kitu. Kwa hiyo ile damu yake watapaka kwenye miimu na vizingiti vya nyumba. Sasa ukichukua maframe ya mlango, lina ile miamba mitatu, miwili inashuka na halafu mmoja una kingama pale. Kwa damu wanaigusisha kwenye kila mwamba, ambapo sisi wa Kristo tunapokuja kuunganisha hizo alama tatu tunakuja kupata kutoka na msalaba. Sivyo? Yeah. Okay. Kwa hiyo inakaa kwa mfumo huo. Kwa hiyo wanaandaa huyu mwana kondoo au mbuzi, wanachinja, na halafu damu yake wanapaka hapo. Kwa nini wafanye hivyo? Malaika wa Bwana atakuja usiku, muda ambapo hakuna anayedhani kuna chochote kinatokea, na huyu malaika anapokuja, mahali popote pale ambapo hapana damu, nyumba hiyo mzaliwa wa kwanza anaondoka, anakufa. Lakini sehemu yoyote ambayo kuna damu, mzaliwa wa kwanza anapona. Maana yake kondoo huyu alikufa badala ya nini? Mzaliwa wa kwanza. Na mlizingatia vizuri hilo kwamba kondoo alikufa badala ya mzaliwa wa kwanza. Na nasisitiza hapa, badala ya mtu mmoja katika nini? Katika familia. Sasa nilirushe jambo hili na kulipeleka moja kwa moja kwenye nini? Kwenye Agano Jipya. Huku kwetu sisi
Yesu aliingia hekaluni siku gani? Halo. Aliingia hekaluni siku gani? Alipoingia kwa shangwe na shamra shamra. Tunayo siku tunayoita siku ya Bwana, si ndivyo? Tuna siku inayoita siku ya mitende, si ndivyo? Okay. Aliingia na watu walimpokea pale kwa shamra shamra na kadhalika. Kwenye hii siku hakufanya chochote. Hata kama aliona uozo uko pale na kila kitu, si ndivyo? Sasa msije mkafikiri ya kwamba kuna nini pale, kuna hesabu ambazo Mungu anazifitisha, ana balance kati ya agano la kale na agano jipya. Sawa? Kwenye hii siku ni sawa na hawa jamaa wanapomwandaa mwanakondoo siku ya 10, sawa? Unaambiwa siku ya 14 jioni watafanya nini? Watamchinja. Sisi huku ni kwamba maandalizi ya Yesu ya kufanya kila anachokifanya yameanza kwenye siku ya ngapi? Hiyo siku ya Bwana. Sasa hesabia pale, hawa wana siku ya 10, ya 11, ya 12, ya 13, ya 14. Siku ngapi hizo? Sisi Yesu anaingia hekaluni siku ya ngapi? Siku ya Bwana, si ndivyo? Halafu siku ya Jumatatu anakuja kufanya mbungi pale, si ndivyo? Mbungi ni nini mnajua? Fujo. Lakini yeye akifanya fujo, wao ndio walikuwa wanafanya fujo, yeye alikuwa ananyosha mambo, si ndivyo? Sasa alichokuja kukifanya pale ni kwamba tindua meza na hivi. Hakutindua Jumapili kama ambavyo huwa tunasoma kwenye Injili kwamba aliingia akasafisha. No, ile siku kwa mujibu wa Marko aliingia akasoma mazingira na kila kitu na kuona kwamba hawa jamaa wamegeuza hekalu, nyumba ya sala, kuwa nini? Kuwa pango la wanyang'anyi. Sasa ngoja. Kwa amekwenda kule amefikiria amefanya nini? Hata pale anaporudi kutoka Bethania kuja Yerusalemu, ndio pale anakutana na nini? Na ule mtini ambao una majani mazuri kiasi kwamba mtu anaweza kala pale matunda na hivi, anaposogelea hamna. Maana nasema Yesu aliona njaa. Huwa anajiuliza, jamaa gani anaona njaa asubuhi? Katika watu 12 yeye tu aone njaa. Ile haikuwa njaa ya kawaida. Sawa? Ilikuwa ni picha ya kile kitu hamu aliyotaka kuiona Yerusalemu hekaluni. Hakuiona. Kwa hiyo anapoulani mtini ilikuwa ni ishara ya kwamba sasa anakwenda kulifanyia jambo taifa la nini? La Israeli. Lakini kiini chao kiko wapi? Hekaluni. Kwa anapokwenda pale hii siku ya Jumatatu anavuruga shughuli zao za mle hekaluni. Hapo ndipo tunaposema kwamba ameanzisha tifu na chuki kwa nani? Kwa hawa Masadukayo na makuhani na kadhalika. Kwa siku hapo ndio naanza kama vile wale walivyomwandaa mwanakondoo siku ngapi? Siku ya 10. Halafu akaendelea kumtunza hizo siku mpaka siku anapokuja kumchinja. Na huyu huku alisoma hii siku ya Jumapili, halafu Jumatatu anavuruga mambo yao mle ndani, halafu anaendelea kuwa nao pale pale kwa siku ngapi hizo? Mpaka inafika siku ya Alhamisi. Maana yake ana siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi. Si ndio? Wamemwandaa siku ya 10, siku ya 11 wanaye, ya 12, ya 13, ya 14 jioni anafanya nini? Mimi mna Alhamisi ya kuwekwa nini? Chakula cha Bwana. Sasa tutakuja kuzungumza kwenye hii kitu safi sana. Si ndio? Kwa hiyo kwa mfumo huo wamechinja na halafu ndipo tunakutana na huyu malaika anapofika, akikuta tu kuna damu kwenye mlango, atakachokifanya ni kwamba yeye atapita. Sasa habari ya kupita kwamba hatafanya chochote kwa Kiebrania ndo wana hili neno Pesach, ambapo Waingereza wana neno Passover na sisi tunaita nini? Passover. Lakini kwa Kiyunani ni Pascha na kwa Kiswahili ndio Pasaka. Si ndio? Lakini sasa Pasaka ya kwetu na ile ya Waebrania ni tofauti. Wale ilikuwa ni usiku ule ambao kondoo
alichinjwa. Sawa? Na ndipo walipoondoka. Lakini sisi kwetu Pasaka sio Ijumaa Kuu wala sio Alhamisi, ila Yesu anapofufuka, kwamba anatufungulia nini? Ukurasa mpya, kwamba sisi tumekombolewa. Kinachotukomboa sisi ndiyo ni process nzima ya kukamatwa, kufa kwa Yesu, lakini kama angekufa asifufuke, ukombozi wetu usingekamilika. Kwa kila kitu kinakuja pale kwenye kufufuka. Yes, kwa hiyo Wayahudi kabla hapo hawajaitwa Wayahudi, waliitwa Waisraeli au Waebrania. Mambo yao yalikwenda kwa mfumo huo, kwamba usiku ule ambapo malaika alipita na kuona kwamba hakuna damu ya mwana kondoo kwenye hivi mlango, basi alipita akaenda. Na akiisha kuenda, usiku ule wa Misri walichukia sana, kwa sababu kila nyumba kulikuwa na nini? Na msiba. Na Farao mwenyewe akawa amefiwa na mtu ambaye alitegemewa kwamba ni rithi enzi. Unajua wa Misri walichanganyikiwa, na usiku ule wakasema kwamba sasa ondokeni hapa, hatuwataki. Unajua usiku huo, yani waliondoka usiku bila kujali ni usiku wa saa ngapi. Kwa hiyo waliwafukuza. Sasa wanapoondoka, Mungu alikuwa ameshasema mapema kwamba nitahakisha nafanya jambo, mtawateka nani? Mtawateka hawa wa Misri, mtaomba kila mnachotaka na watawapa. Kwa nini? Kwa sababu nimewaandalia mazingira haya. Kwa sababu waliona kwamba tukiendelea kubaki hapa, wameshakula vimungu vyetu, si ndivyo? Na halafu tayari tumeanza kufa, tumebakiwa na nini hapa? Tutakufa wote. Kwa hiyo ondokeni. Kwa hiyo wakawaambia tunataka hiki, wanatoa, tunataka hiki, wanatoa. Wale waliokuwa na wanyanyasa sasa wameingia kuwatendea kama ile mara ya kwanza, kama wafalme, si ndivyo? Kwa hiyo wakafanikiwa kuondoka. Na kwa hiyo kwao wenzetu ukombozi wao ulikuwa kwa mfumo huu. Waliondoka usiku ule wakaenda. Lakini muda huu wanapofanya hivi ni kwamba waliambiwa kwamba tendo hili mtalikumbuka milele. Mtalikumbuka wakati wote. Sasa kwenye kukumbuka haikuwa jambo rahisi. Mungu aliwaambia mambo ya kufanya. Tunamleta au tunakwenda kwa? Okay. Kwamba waliambiwa kwamba watafanya ukumbusho wa baadhi ya mambo. Mambo haya matatu. Kwamba kila mwaka kwenye tarehe hiyo watakula mikate isiyotiwa chachu. Sawa? Sijajua mnapozungumza habari ya mikate isiyotiwa chachu mnaelewa nini? Nimefika Israeli, nimekuta mikate mpaka baadaye nikasema kwamba jamaa vipi bwana. Lakini haya, mimi nawaambia mikate ya. Na kimsingi ndio waliokuwa wanakula kwenye kila Pasaka. Kama mkunawa mikono shauri yangu. Yaani mkate. Ili muone tunapozungumzia habari ya mikate isiyotiwa chachu kwamba hawa jamaa wamechoma tu. Tunakula. Sawa? Yaani hapa kama huna tumbo linalostahimili ndio Kwa hiyo tunapozungumzaga ya kwamba akachukua mikate sije akafanya nini, kwamba hawa jamaa waliambiwa wale mikate ya namna hii ambayo ni kama wamechoma, si ndivyo? Yaani hakuna mtu anapenda kula mikate ya namna hii. Lakini wao wanalazimika kula. Kwa nini? Kwa sababu usiku ule walikuwa na haraka. Kwa hiyo mikate ya namna hii haichukui muda, jaribu kuangalia ni membamba kama chapati vile, na halafu haina maandalizi mengi. Kwa hiyo wamevuga tu unga, weka kwenye moto, na halafu baada ya hapo maisha yanaendelea. Kwa hiyo hii ilikuwa inakumbusha nini? Uharaka waliokuwa nao usiku ule. Hii hapa haichukui hata dakika 10 imeshaiva. Si ndivyo? Tangu kuandaa hadi
kuiva. Sasa wewe kanda mkate. Yaani andaa unga wako, weka hamira, alafu uangalie unaweza kutua, si ndio? Bado nafanya maandalizi ya mkate ule ule. Kwa hiyo hii inakukumbusha kwa haraka. Kwa kuna mambo mengine ya kawaida kabisa ambayo Mungu ameruhusu yaingie kwenye hii sikukuu. Kwa nini? Kwa sababu ametaka wakumbushwe. Sasa mbali na hiyo tunaingia kwenye kitu kingine ambacho hicho mtanisamehe lakini lazima mfanye. Unajua ilikuwa hivi, wanaposherehekea sikukuu kama hii walikuwa wanakula chakula cha tofauti kabisa na siku nyingine. Sasa kilichokuwa kinatokea ni kwamba kwa sababu ni kitu tofauti na siku nyingine, kwenye familia watoto wadogo walikuwa wanaona kama wanakula mikate ya namna hii haina ladha hata kidogo, haina mafuta wala nini. Na halafu kuna mboga chungu. Hivi nyinyi mnafahamu mboga chungu? Hebu mmoja nitose kujaribu hiyo. Kwa kidogo kusuka nitapikia. Chukua kidogo tu hapo. Kidogo. Sindio? Kwamba ni chungu kuliko mwarobaini, sindio? Kwa hiyo watoto wanapoonja hivi, sindio? Yaani usoni mimi mshukuru kwamba hivi ninauka. Ningekuwa haijanauka ningeshangaa kunalia bila. Hasa watoto wadogo wakawa wanauliza, "Baba, inakuwaje leo tunakula na chakula cha ovyo namna hii?" Halafu baba alikuwa anawajibu sasa wa kutumia fursa hii kuwafundisha. Anasema, "Wanangu sikilizeni. Tulikuwa watumwa Misri. Tulipata mateso mengi sana kwa muda mrefu. Miaka mingapi? 400. Mungu akatuonea huruma, akamtuma Musa aje kutukomboa. Sasa usiku ule tulipokuwa tunakombolewa, tulikuwa na haraka sana. Hatukupata muda wa kuandaa mikate. Ndio maana tuna mikate ya namna hii. Sawa? Na halafu hii mboga chungu tunayokula. Si ndivyo watoto wanauliza, okay, mikate sawa, inawakumbusha uharaka. Sasa kwa nini tule mboga chungu? Anasema, hii mboga chungu inatukumbusha uchungu wa mateso tuliyokuwa nayo. Yaani mateso yalikuwa makali, hayabebeki. Watu watauliza, "Baba, ni mateso ya aina gani hayo?" Baba ataanza kueleza. Unajua kilichotokea ni kwamba tulikuwa tunafyatua matofali yakiwa bado ya moto, tunaambiwa tuyapakue, tunakamata kwa mikono hivi, na tukikamata kwa mikono tunapeleka kule. Tuliungua sana, tulilia sana, tuliumia sana. Kwa hiyo Mungu akatuhurumia. Akasema, lakini baba, mbona sawa, nimeelewa kwa habari ya mikate, nimeelewa kwa habari ya nini? Ya mboga chungu. Na hii nyama ambayo haina ladha je? Naambia, sasa hii ndio ya muhimu kuliko vyote. Hii hapa Mungu alituambia kwamba tuandae mwana kondoo au mbuzi, tumchinje, na halafu damu yake tupake kwenye vizingiti vya nini? Vya nyumba, ili malaika atakapokuja, akisha kuona tu damu kwenye nini? Kwenye kila mlango, yaani hiyo nyumba hagusi, anapita. Sawa? Ile nyumba ambayo haina damu, mzaliwa wa kwanza alikuwa anakufa. Kwa hiyo kama mtoto aliyekuwa anauliza alikuwa mzaliwa wa kwanza, anasema, "Una maana kwamba kama nyumba yetu isingekuwa na damu mimi ningekufa?" Anamwambia, "Kabisa, ungefanya nini? Ungekufa." Kwa hii hapa ilikuwa inawasaidia kujiunga na wale ambao walikuwepo nyakati zile. Wanaona kabisa kwamba sisi ni wamoja nao. Kwenye Kiswahili na kwenye Ukristo tuna wimbo mmoja
twendeni askari, si ndivyo? Kuna fungu moja kwamba sisi na mababa tukundi moja, hatutengwi nao, tumaini moja, imani moja, si ndivyo? Sisi ni wamoja, na mashaka sana kwamba kama kweli sisi ni wamoja na wale mababa wa imani waliopita. Maana sisi tumechakachua Ukristo kwa kiasi kikubwa. Tumemfanya Mungu kwa namna nyingine. Kwa hiyo hii inakaa kwa mfumo huo. Sasa niliwaambia kwamba nawaambia jambo moja, tofauti ya hii Pasaka ya Kiyahudi na ya kwetu. Utofauti wake upo hapa kwenye kondoo. Sawa? Wenzetu kwenye kondoo, yule kondoo alikuwa anakufa kwa sababu ya mtu mmoja kwenye kila familia. Na halafu kila familia ilipaswa kuchinja kondoo kwao. Yaani hata kama jirani amechinja kondoo, ninyi hamjachinja, my friend, ninyi hapa ambao hamjachinja, bila kujali mpo jirani kiasi gani, mnakufa. Sawa? Lakini sisi huku kwetu kwenye Ukristo, kondoo ambayo tunasema kwamba ni kondoo sio kwetu. Anayeandaa huyo kondoo sio sisi. Ndio maana Yohana anasema kwamba mwana kondoo wa nani? Wa Mungu. Maana yake Mungu amemwandaa huyu mwana kondoo kwa ajili yetu. Na alafu huyu mwana kondoo anapokuja hafi kwa ajili ya wazaliwa wa kwanza tu, ila ni kwa ajili ya walimwengu wote, bila kujali ni wa kiume, wa kike, mtoto, mkubwa, si mzungu, Mwafrika, Mwarabu, Mwasia, wote kondoo huyu wa Mungu amewafia. Na halafu huyu kondoo amewafia watu wa nyakati zote, wa mahali pote. Kuna tofauti kubwa sana. Maana yake Mungu amefanya mfano kutoka kwenye kondoo wengi waliokufa kwa ajili ya kila mzaliwa wa kwanza kwenda kwenye kondoo ambaye Mungu mwenyewe amemwandaa kwa ajili ya watu wote. Sasa huyu kondoo aliyekuwa anaandaliwa kwa ajili ya kufanyiwa kumbukumbu na pengine kwa ajili ya sadaka, unaambiwa kwamba awe mkamilifu. Sawa? Kondoo awe mkamilifu. Sisi kwenye kipindi chetu hiki tulikuwa tumeandaa kondoo. Niko na mashaka sikumkagua yule kondoo. Cha kwanza nina mashaka, hivi ni dume ni jike? Ni jike. Tumeshafeli. Unaona? Hao waliambiwa kondoo dume. Unajua kwa nini? Sisi tulikosa dume. Mlikosa dume. Basi maana yake hatuhitaji hata kama tumeona, kwa sababu hili jambo lina muunganiko wa mambo mengi. Ndio. Inaanza kwa Ibrahimu. Isaka hakuwa binti. Sawa? Isaka alikuwa mtangulizi wa nani? Wa kutolewa sadaka pale kwenye kamlima kale ambapo Yesu alikuja kutolewa. Na halafu Yesu alikuwa kike kweli? Yovita. Kwa kwenye kipindi hapa acha mambo yako. Yesu alikuwa jinsia zote. Haya, mnikumbushe tukimaliza kipindi mtaambia hizo stories zenu hizo ya namna mambo yalivyokuwa kwa watu fulani. Kwa hiyo tumeshafeli hapo, lakini ninachotaka kusema ni kwamba Mungu alipenda kuoanisha kati ya kile kilichofanyika Agano la Kale na kuja kwenye Agano Jipya. Sawa? Kwa hiyo hawa walikuwa wanafanya kumbukumbu. Kila wanapokutana kufanya haya mambo mangapi? Matatu. Kwa hata Yesu anapokuwa amezaliwa katika jamii ya Kiyahudi, watu waliokuwa wamefanya mwamko mzuri katika kushika dini na mapokeo yao, walikuwa wanaendelea kuyarudia na kuyashika yale walioambiwa wayashike. Wameendelea nayo haya kwa muda mrefu. Lakini ilifika wakati ambapo ni lazima mambo yabadilike kutoka Agano la Kale kuingia Agano Jipya. Sasa tumezungumza habari za kuingia kwa Yesu Yerusalemu kwa shangwe, ile Jumapili ya Mitende ambayo ndiyo ilimpeleka Yesu kuelekea wapi? Msalabani. Muda sio mrefu tutaingia majira ya Kwaresma
ambayo tutaanza kutafakari na kujifunza habari za mateso ya Yesu. Sasa Yesu anapokuwa anauendea msalaba kwenye lile juma la mwisho na ile siku ya Alhamisi ambayo ndio alisalitiwa, ambayo ndio alikamatwa na halafu na kushtakiwa na kuuawa, mambo yake yalikaa kwa mfumo huu kwamba usiku ule aliwaambia wanafunzi wake, nimetamani sana kula Pasaka, si ndivyo? Hiyo ni Luka sura ya 22 mstari wa 14 hadi wa 20. Kwenye hii sura utakutana na kitu ambacho kinaonesha kwamba Yesu anafanya kumbukumbu ya kile ambacho hawa watu walikuwa wanakifanya. Yaani anakula nao Pasaka. Lakini tofauti na wakati mwingine, jioni hii ndugu yangu hawakuwa na mwana kondoo. Unadhani ni kwa nini? Jawita? Sababu mwana kondoo kwa Yesu Kristo. Manake hapa anawahamisha kutoka kwenye kula kondoo wa kawaida anayekufa kwa ajili ya mzaliwa wa kwanza na kuwapeleka kwenye mwana kondoo wa Mungu anayekufa kwa ajili ya watu wote. Na jioni ile hawakula nyama, badala yake walikula ule ambao unawakumbusha habari ya uharaka. Yesu anawaambia kwamba mkate huu, anapowaambia twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Wale jamaa hawakuwa wanakula mwili, walikuwa wanakula nini? Mkate. Lakini ule mkate katika imani ulikuwa unabadilisha, unawahamisha kutoka kula nyama ya mwanambuzi au mwanakondoo kwenda kwenye lile tendo ambalo Yesu atalifanya msalabani. Mara kadhaa nimewauliza na kuambia wenzenu, hivi ambacho watu tunakula kwenye ibada zetu, mchungaji anaposema huu ndio mwili, huwa ni nini? Ni mwili au ni mkate? Huwa tunakuwa na mikanganyiko pale, unajua tunakula mwili wa Yesu. Naambia kwamba okay, hivi ningewaambia kwamba kuna siku moja mimi nimeandaa mkate na alafu nikamwambia kwamba hii tunaandaa kwa ajili ya meza ya Bwana. Kwa mimi nilikuwa naandaa mwili wa Yesu. Mvinyo ukienda kwa wale wanaonunua pale sio kwenye nini, vile ni damu kweli? Maana hivi ni vitu vya imani, sawa? Ndio. Tumevichukua na kuvileta kwenye hii sehemu ambayo Yesu mwenyewe anapoambia huu ni mwili wangu. Mwili wake bado alikuwa nao, sawa? Haujafa bado, lakini anawaambia kwamba nitakwenda kufa msalabani, badala ya yule kondoo aliyekuwa anakufa, mimi ninakufa badala yake. Badala ya ile nyama mliokuwa mnakula, sasa hamli nyama, mnakula hii kitu, lakini hii inasimama badala ya nini? Ya mwili wangu. Maana yake kuanzia hapo tumeanza sisi kukumbuka sasa. Sisi hatuchinji kondoo, badala yake tunakula nini? Na kimsingi ilipaswa kuwa kila tunapokutana, kama kwenye liturujia yetu, fanyeni hivi kila mkutanapo kwa ukumbusho wangu. Sasa sisi tunakabiliwa na mambo mawili. Jambo la kwanza ni umaskini, kwamba hatuwezi kununua hiyo mikate na hiyo mvinyo tukawa tunakula na kunywa kila tunapokutana, kwa sababu kuwalisha maelfu tunahitaji budget ya pekee. Na jambo la pili, tuna watumishi wachache. Kwa wenzetu ilikuwa rahisi. Na kama Finland sasa hivi kule ni kweli kwamba kila ibada kuna nini? Kuna meza ya Bwana. Yaani kila Jumapili kuna meza ya Bwana. Unaweza kuona kwamba usharika mmoja wa wachungaji 6, 7, 8. 6, 7, 8. Sasa sisi huku ni kwamba mchungaji mmoja yuko kwenye mitaa 6, 7, 8, 10. Si ndio? Yaani mpaka kuna mahali wanasema kwamba hivi ingekuwaje situhamishie wale waje huku na alafu hao waende kule. Sasa sisi tukienda kule tunachapa kazi mpaka wanasema kwamba hatupaswi kufanya hivi. Unahitaji kupumzika. Si ndivyo? Na alafu sisi huku tumechapa kazi mpaka mahali tunasema kwamba inakuwa hapa. Si ndivyo?
wanafanya kazi kidogo, mishahara ni kubwa. Sisi huko tunafanya kazi sana, posho ndio hivi. Nasema umaskini wetu, si ndio? Tumuombe Mungu huenda akatupatia ufunuo na mwamko mahali fulani, ili pesa zikikusanywa na kila kitu, mwisho wa siku mambo yako. Kwa hiyo sasa hii ya kufanya kila tunapokutana kila Jumapili, maana yake imekuwa tunafanya kumbukumbu ya ile siku ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alifufuka, sio alipokufa. Ile ya Alhamisi tunakumbuka namna huyu kondoo wa Mungu alivyopitishwa kwenye hatua za kuelekea ukombozi. Msalaba alipokutana nao ni kwamba alihitimisha, ni kama alichora mstari Agano la Kale, na anapofufuka anaibuka na ukurasa mpya. Hapo ndipo tunapotangaza na kutangaziwa tumekombolewa. Sawa? Tunausifu na kuimba msalaba si kwa sababu kwamba wokovu wetu ulipatikana msalabani. Wokovu wetu uko kwenye kaburi wazi. Sawa? Na leo hii ukienda Israel kwenye maeneo matano ya muhimu, kuna ile sehemu ya hekalu, kuna sehemu ya aliyopaa, kuna sehemu aliyopokea amri 10 za Mungu, yani Sinai, na halafu kuna sehemu ambayo Yesu alisulubiwa, sawa, yani Golgotha, na kuna sehemu ambapo alifufuka. Sawa? Kwenye hizi sehemu zote ziko mikononi mwa wenzetu wa upande wa pili, kasoro moja tu, sehemu ya kaburi. Sawa? Sehemu ya kaburi inatudhihirishia kwamba kaburi liko wazi, lakini sehemu ya hekalu haipo kwetu. Sehemu ya mlima Mzeituni kuna bonge la msikiti pale. Mlima Sinai walipokea amri 10 za Mungu, imezingirwa na wenzetu, na halafu mlima wa Golgotha bado iko mikononi mwa wenzetu. Cha kumshukuru Mungu, sehemu ambayo mambo yetu yalianzia, ukombozi wetu ulitangazwa, kaburi wazi, hilo tunalo wenyewe, na yeyote akitaka kwenda leo, kesho, jana, juzi atalikuta. Kama ningekuwa ndo kiongozi wa sharika zenu, ningesema kila mwanafunzi anayekwenda kusoma Kilugala, kipindi hiki cha kujifunza na cha wanafunzi, yani uhakikishe kwamba tunapeleka wanafunzi pale na kuzunguka sehemu zote ambazo matukio haya ya Biblia yapo, ili ukitoka hapa unakuwa umekamilika kwenye kila kitu. Nafikiri inawezekana kabisa. Tukimwomba Mungu na alafu tukijiandaa kikamilifu. Niye ndio mko wa mwaka wa kwanza kabisa. Najua kwamba mkakusanya ada huko za kutosha na kufanya changizo, yani inawezekana kabisa. Kwa hiyo ile kufufuka kwa Yesu kunatupa sisi ushindi, kunatupatia ukombozi. Na kwenye ule ufufuko tunazungumza kitu kimoja ambacho tunasema ya kwamba Yesu, wafunge juu, turubai liko ndani. Endelea tu. Wafunge juu. Kwamba tunasema ile Ijumaa ambayo Yesu alizikwa, lile kaburi kwanza alikuwa lake, si ndivyo? Lilikuwa la nani? La Yusufu. Na unaambiwa kwamba ni kaburi kwenye mwamba. Zamani nilikuwa sijui kwa nini habari za kaburi kwenye mwamba, lakini baada ya kufika kule nimejua kwa nini. Ile eneo lote ni miamba. Hawana sehemu ya tifutifu kama huku kwetu Njombe, si ndivyo? Ya kusema kwamba unachimba kaburi ndani ya nusu saa au dakika 20 umeshamaliza. Kule inachukua muda mrefu. Kwa hiyo wanachonga kaburi kwenye mwamba. Na hilo kaburi, tunaambiwa habari ya kaburi jipya. Kwa nini tuzungumzia habari za kaburi jipya?
kwa sababu ya ile habari ya miamba, huwezi ukawa unatoboa miamba kila siku ili uwe na kaburi. Kaburi moja linaweza kubeba maiti zaidi ya moja. Mle ndani kunakuwa na chambers, na halafu baada ya muda fulani hao uliowazika leo wakisha kuoza, imebakia mifupa tu, unaitoa mifupa, unaingiza maiti mingine. Kwa hiyo ilikaa kwa mfumo huu kwamba ile kaburi ilikaa kwa mfumo huu. Sasa Yesu aliwekwa kwenye kaburi hilo jipya ambalo mtu mmoja alijitolea, jamani, hatuna sehemu ya kumzika, mzikeni kwenye kaburi langu, si ndio? Wanapokuwa wamemzika kwenye ile kaburi, tunaanza kujiuliza, hivi Yesu alikaa kweli mle kwenye kaburi? Mungu akae kwenye kaburi, sivyo? Akiwa anafanya nini? Petro anatuambia ya kwamba kwa ile roho aliwaendea wafu wa kuzimu, si ndio? Roho zile za kuzimu. Maana yake mwili tu ulibakia pale, lakini roho yake ilikwenda. Kumbukeni hapa tunazungumza habari za Yesu aliye mwana wa Mungu, yani mwenye mfanano na Mungu, Yesu aliye Mungu. Sawa? Kwa hiyo ameondoka hapo, amekwenda huko. Na ilichukua siku ngapi huko? Ni ile tu kutimiza maandiko, kufanana na ile habari ya Yona aliyekuwa kwenye tumbo la nini? La samaki kwa siku ngapi? 3. Kwa hiyo hata yeye amekuja kutokea kwa wenye mwili siku ya 3. Sawa? Na angalieni hapo, Yesu hafufuki kutoka kaburini. Sawa? Ila tunasema kwamba alitoka kwa wafu. Sawa? Kwa wale ambao hatuwaoni, anatoka hapo. Na anapotoka tunaambiwa kwamba wale wanawake waliokwenda huko kuangalia kaburi iliyopake mwili mafuta, walikuta kaburi wazi. Na kwa maelezo ya wale malaika ni kwamba nini? Kulitokea tetemeko, si ndivyo? Au malaika walikuja wakaviringisha lile jiwe na kutoka pale. Na halafu baada ya hapo, mara nyingi huwa nauliza maswali ya mtego, kwa hiyo waliviringisha ili Yesu atoke, si ndivyo? Yatupenda. Si ndivyo? Waliviringisha ili atoke. Ila ilitoka lenyewe. Hiyo ilitoka lenyewe ili Yesu atoke. Ilitoka ili Yesu atoke, si ndivyo? Ndio wanafunzi waje kuona. Hapa tunahitaji kuweka sawa. Kama Yesu wetu hana uwezo wa kulisukuma jiwe mwenyewe mpaka asaidiwe, basi Yesu aliyefufuka ni mdhaifu kuliko Yesu ambaye hata hajafa. Si ndivyo? Lile jiwe kuviringishwa pale. Kumbukeni maelezo ya Marko, nadhani wale wanawake waliulizana njiani, nani atakayetusaidia kuondoa lile jiwe mlangoni? Sawa? Ili tuingie ndani. Mungu akawa amejibu hoja yao mapema. Amewaondolea jiwe, sio kwa sababu, sio ili Yesu atoke, ila hawa wa nje wapate kuingia ndani na kushuhudia kwamba kaburi liko wazi. Kwa hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya sisi tulioko nje kushuhudia na kuona ya kwamba kumbe mfu kalala mbele, si ndivyo? Haipo tena. Kwa hiyo baada ya hapo tunaendelea kushangilia na kufurahia ya kwamba Yesu amefufuka, si ndivyo? Siku nyingine tutazungumza habari za uthibitisho wa kwamba Yesu alifufuka. Kwa kuwa tuna majira marefu tu ya baada ya Pasaka, nafikiri kwamba tutaandaa kipindi kwa ajili ya hiyo. Tuweke mambo vizuri na halafu tuwaambie walimwengu ya kwamba Yesu alifufuka. Huyu Yesu aliyefufuka, yani hakuhitaji msaada wa kutolewa jiwe, maana yeye anapenya popote. Huwezi kumshika hivi, si ndivyo? Ila labda niseme tu jambo moja ya kwamba anapotoka hapo, Paulo anatuambia habari ya kufufuka kwamba tunafufuliwa tukiwa na miili mipya. Sawa? Tofauti na hii ambayo tunakufa nayo. Kwa sababu hii inaoza, inadanganywa na kadhalika.
Maana yake Yesu kama ambavyo tunaambiwa yeye ni limbuko, mzaliwa wa kwanza, si ndivyo? Kwa hiyo yeye pia ametangulia na mwili wa aina hiyo hiyo, mwili ambao haufungwi na mazingira, mwili ambao haufungwi na chochote, yani hata kwenye opaque materials yeye anapita tu. Ila sasa unakutana na kijingi kimoja, anapokutana na Tomaso. Anamwambia Tomaso, njoo gusa hapa, si ndivyo? Kama ni mwili mpya, haya makovu je? Sasa Yesu ni tofauti na sisi. Amesaziwa alama hizo kwenye mwili mpya kwa ajili ya ushuhuda. Ushuhuda kwa wale waliomsulubisha. Ukisoma kitabu cha Zekaria, unaambiwa kwamba watamtazama yeye waliyemchoma. Kwa hiyo tukio la Pasaka, yani siku ya Pasaka, inatufungulia sisi ukurasa mpya kwa mambo mengi. Kama tutasherekea inavyopaswa, kama tutasherekea kwa uaminifu na imani ya kwamba ingetufungulia milango mipya ya imani sisi kama Wakristo, na ulimwengu ungekuja kuamini ya kwamba hakika mwana wa Mungu alikuja akaishi pamoja nasi. Kwa sababu ya chuki za walimwengu, walimtenda jeuri, kwa hiyo wakamsaliti, wakamuua, na mwisho wa habari alifufuka. Kuonesha kwamba walijawa na chuki, hata ile hatua za kupitisha kwamba tumuue au tusimuue, hawakufuata hizo hatua. Kwa sababu ilipaswa kikao kikae mara 3, ile baraza la Sanhedrin, watu 70 au 72, na halafu wanapopiga kura ni lazima izidi 2/3. Lakini walipata wapi muda wa kukusanyana watu wote hao? Hakuna. Hivi inawezekana kwamba usiku ule ule wakae mara 3? Hakuna. Kwa hiyo ni kwamba Ibilisi alidhamiria, lakini katika kudhamiria ni kwamba mambo yalikuwa yanakimbizana kwa kufuata ratiba ya Mungu, ili siku hiyo ya ufufuo ifuate ratiba zile zile. Kuna ratiba nyingine pia kwa habari ya Agano la Kale ambazo zinagongana hapo hapo kwenye siku ya kufanya nini? Ya kufufuka. Utakutana kwa habari ya gharika, ile watu wanapotoka kwenye gharika, inakutana na siku hiyo hiyo. Unakutana na ile siku ambayo Isaka alipona, yule kondoo dume akauawa, ni siku hiyo hiyo. Unakutana na ile siku ambayo Esther na Mordekai waliwaokoa Wayahudi, ni siku hiyo. Kwa kuna mambo mengi ambayo hapo. Ningeweza kuendelea tu kuzungumza hizi habari na mpaka mchoke, lakini niwaruhusu kama mnayo maswali. Baraka. Asante. Nina maswali kama mawili. Swali langu la kwanza linahusu mpango wa Mungu wa kuamua kuwaokoa Waisraeli. Inaonyesha kwamba ni yeye aliyetambua ya kwamba nini kinaenda kutokea kwa Waisraeli. Anafanya utaratibu wa Waisraeli kufika Misri. Wamisri ambao hawana hiana, hawana baya, wanawapokea. Lakini kumbe wanawapokea watu ambao Mungu anawaona ni waovu, na wao wanawalea. Lakini baada ya kuwalea, wale watu wanawasababisha Wamisri wafanye uovu. Na baada ya muda, yule Mungu anawapa nafasi, uwezo wale Waisraeli, wale Wamisri waliokuwa wema, wapate tena mateso kupitia hawa Waisraeli. Na tunajua kwamba Mungu anajua jambo mwanzo hadi mwisho wake. Kwa nini aruhusu ubaya utembee kwa kiwango hicho, na alafu mwishoni aje aonyeshe kwamba yeye ni mshindi, anakuja kuokoa, na wakati mpango mzima wa uharibifu alikuwa anauona, lakini ameuruhusu utembee mpaka mwishoni
anakuja kudhihirisha jambo hilo hilo. Linaonekana tena unapokuja kusema ukombozi kwa Yesu. Yaani anaona mpango mzima, lakini anaruhusu na ule ubaya utakaopita, anaruhusu unapita, alafu mwishoni anakuja kusema nimefanya. Sasa ina haja gani ya huyu Mungu kuhangaika mahangaiko yote haya wakati mwanzo unajua, mwisho unajua? Marekebisho anayaweza, kwa nini asifanye marekebisho mpaka aanze kuteseka kuja kujitambulisha kwa ubabe kiasi hicho? Sasa unachokisema na mashaka mmoja kwamba baraka ungekuwa Mungu ulimwengu huu ungekuwa umeshamalizika siku nyingi. Sawa? Hekima ya Mungu ni ya pekee sana. Moja, anawavumilia watu. Anaporuhusu kitu haimaanishi ya kwamba hana uwezo wa kuzuia. Uwezo wa kuzuia mara moja anao. Badala yake, moja, anampa mtu muda wa kurekebishwa, wa kujirekebisha. Anatoa nafasi kwa kitu fulani kikomae. Sawa? Ili hata anapoadhibu kila mmoja ajue kabisa kwamba hichi kitu kilifanya nini? Kilistahili. Unakumbuka ule mfano wa mbegu njema na magugu? Wale wanasema kwamba bwana ulipanda nini? Mbegu njema. Nani amekuja kupanda nini? Haya magugu. Tung'oe haya magugu. Nasema acheni ngani ulikuja na nini? Na magugu, kwa sababu uking'oa sasa hivi kuna hatari ya kwamba utang'oa pamoja na nini? Na ngano. Au ile habari ya mfano wa juya limerushwa kwenye nini? Kwenye bahari, halafu naanza kuvuta, si ndivyo? Humo ndani kuna vyura, kuna kaa, kuna makopo, kuna takataka, kuna samaki. Huyu anasubiri mpaka wapi? Mwisho ufike, na baada ya hapo ndipo anafanya nini? Anapoanza kuchambua. Mungu ameweka kila kitu kwa saa na wakati maalum. Sawa? Sawa. Jambo jingine, anaheshimu sana uhuru wa watu. Anampa kila mmoja uhuru, hapendi kuingilia uhuru wako. Ndio maana hata sasa hivi baraka unasoma nini? Uchungaji. Ukishamaliza unapewa viapo. Katunze, uwe tayari wakati kufaa na sio kufaa, si ndivyo? Na unaambiwa tena usile kondoo, si ndivyo? Haya. Ukienda kule unakutana na vinono vingi tu, si ndivyo? Na halafu naangalia hivi, nani ananiona? Hakuna. Unanyonga kondoo mmoja, unachukua tu sadaka, unafanya hivi. Mungu sio kwamba hakuoni, anakuona. Sawa? Sasa nyingine hata kusemesha, anaangalia tu hivi, baraka yule niliyemwapisha au mwaminifu anafanya haya. Sasa imagine kama Mungu angekuwa anafikiri kama unavyofikiri, angekuminya pale pop, si ndivyo? Lakini anaacha, labda baraka huyu atabadilika, si ndivyo? Labda atarekebishwa, si ndivyo? Labda atafanya hivi. Kwa hiyo inakwenda kwa mfumo huu. Inapofika kwa habari ya hilo swali linalorudiza, ni sawa na wale wanaosema kwamba Mungu anajua kabisa kwamba shetani ni mbaya, anaharibu watu. Kwa nini amwache endelee kuishi? Au kwa nini Mungu aliingia kuumba huyu wanadamu wakati anajua kabisa kwamba kuna huyu kiumbe ambaye ameasi tayari atakwenda kuharibu hao? Mungu anachokifanya, kwanza kabla hujakutana na adui, anakujengea uwigo. Ndio maana kabla Adamu na Eva hawajakutana na yule nyoka mwenye kuwasemesha na kuwadanganya, Mungu alikuwa ameshawapa masharti. Unaweza kula hiki na hiki, lakini hapa usiguse, si ndivyo? Usile. Baada ya hapo ni uhuru wa nani? Uhuru wake. Kwa hiyo hata kwenye hili habari ya Wamisri, yani ni hivyo hivyo. Mungu alijua kabisa kwamba Misri ni binadamu kama vile ulivyo wewe, sawa, ana tabia zake. Anapomleta Mwebrania kwa Hawa, anajua kabisa kwamba Mwebrania amekuja hapa kwa sababu ya uovu wake, umemhamisha kutoka kule. Kama ni mtu wa kufikiri, anahitaji hapa kuishi vizuri. Lakini amekwenda kule akaanza kuishi kienyeji. Na Mungu anawatia mikononi mwao, si ndivyo? Na hiyo habari inaanza kuwasumbua. Anawafanya hawa waliowapokea na kuwatumikisha. Na baadaye tena hawa wanaowatumikisha, Mungu anakuja kuwaadhibu. Kwa nini awaadhibu ikiwa yeye mwenyewe aliwatia mikononi mwao? Kilichopo ni sawa na kile ambacho ndugu wa Yusufu walikifanya.
Mungu alikuwa anawaandalia nini? Njia ya wokovu. Lakini in the process, katika hatua za kuandaa kile kitu, kuna tabia za chuki, tabia za binadamu halisi zilikuwa zinaibuka. Na Mungu anapenda hizo tuzione. Mungu hazuiwi na ubaya tunaoufanya, ila ni mwaminifu kwenye kile anachokiona mbele kitasimama tu, bila kujali kinapitia kwenye moto, kwenye maji. Ndio maana nasema kwamba upitapo katika maji mengi hayatakugarikisha, kwenye moto hautakuunguza na nini, utafika mwisho tu. Ila hapa katikati kuna mambo mengi yataibuka. Sawa? Na Mungu hayanyofoi hayo wakati wowote ule, ila anapenda yadhihirike, kila mmoja ajue. Ndio maana ningekuwa mimi nisingekuwa namfukuza mwanafunzi yeyote anayefanya uovu hapa. Sawa? Najua kabisa kwamba huenda siku fulani akafanya nini? Akabadilika. Kwani Petro ilikuwaje? Si alimkana Yesu? Lakini Yesu alimfukuza? Hakumfukuza. Au wale wanafunzi, katika wale wanafunzi wote wangapi? 12. Hivi nafahamu ni wangapi waliokuwa waaminifu mwanzo mpaka mwisho? My friend, ni mmoja tu. Ni Yohana. Sawa? Wale 9 walala mbele. Yesu alipokamatwa tu wote wakafanya nini? Petro akamkana, Yuda akamuuza bwana wake, si ndivyo? Ila Yohana alitembea na Yesu mpaka Golgotha, na pale ndipo anapoambiwa, mama, angalia mwanao, mwana, angalia mama yako, si ndivyo? Lakini Yesu alifanya nini? Hata anapofufuka hakuwauliza jambo lolote. Sawa? Kwa hiyo tunapozungumza habari ya roho ya Mungu, roho inayosamehe, inayovumilia, inayoangalia, hekima yake ni pana mno. Na muda mwingine nafikiri kwamba hata sijaweza kuieleza inavyopaswa, lakini katika ushalo wake inakaa namna hii. Sawa, nashukuru. Tuwape sasa nafasi na wenzio. Nisema mawili, nimeuliza mmoja. Na ulikuwa tayari kujibu mawili. Haya, twende. Swali la pili ni juu ya huyu mwanamke ambaye anaitwa Mariamu, ambaye anapata fursa ya kumpa Yesu mwili. Mariamu mama wa Yesu, okay? Anampa Yesu mwili. Kwa hiyo Yesu akaanza kuishi duniani kwa mwili uliotokana na mwanamke ambaye ni Mariamu. Mwili huu ndio ambao unaonyesha ulikuwa una njaa, una shida mbalimbali, unapigwa. Na huu mwili ndio ulioonekana unakufa. Na kwa ajili ya kuonyesha uweza, ikaonekana huu mwili umefufuka. Sasa baada ya kufufuka, huu mwili ukaonyeshwa umepaa. Kwa maelezo ya mjibu wa vitabu mbalimbali. Sasa swali langu ni hili. Je, Mungu anaishi na mwili wa mwanamke hata sasa? Na kama sivyo, maana kuna lugha ya pili nadhani nitatoa jibu jepesi linalosema alivikwa mwili mpya. Sasa ule ambao uliotangulia huu wa mwanamke wapi? Maana ule unataka kupatikane na huu mwingine. Asivyo wao wametelekeza, amebaki kwenye position yake. Najua ni Mungu sana wake position yake, na huu mwili huu aliyopata. Tena bahati nzuri unaonesha kutoka mwanzo. Tunapoelezwa tunaambiwa tangu mwanzo, kutoka agano la kale, kwenye uadui kati ya mwanamke na nyoka, uzao wako utakuwa vita. Katika mlolongo huu unaofuatia, ndio huyo uzao ule unatakiwa utibuliwe, ulikuwa ni huyu Yesu, kuzaliwa kwa Yesu, huu ukombozi ambao tunaangalia. Maana hii ngoma ilianzia kule na iko hapa. Na yule mwanamke anapata fursa ya kutuletea huo mwili. Hii hali inakuja hapo. Swali zuri ambalo Yovita anajua kabisa kwamba anafikiria hapa unajibu mfukoni na kuja. Kwenye biolojia tunazungumza habari za wazazi wawili kuchangia nini? Vinasaba, na halafu mtoto anafanya nini? Anazaliwa, si ndivyo?
Lakini jaribu kufuatilia, asilimia kubwa watoto wanapozaliwa wanachukua sura ya nani? Ya baba, si ndivyo? Kwa hiyo hapa ndo naenda na majibu ya mfukoni kwamba anachukua sura ya nani? Ya baba. Kwamba mama yeye ni kama tu mfuko unaorutubisha mtoto wa baba, si ndivyo? Na ukijaribu kufuatilia Biblia inavyozungumza, inavyomsema Yesu, sawa? Haisemi mtoto wa mama. Sawa? Mtoto wa baba. Mwana wa baba, si ndivyo? Sawa. Mwana wa Mungu, si ndivyo? Sawa. Nilishazungumza naye habari za mwana ikiwa na maana hizo mbili. Mtoto wa Mungu au eni kufanana na. Sasa hapa kwenye eni kufanana na, kumbuka Luka sura ya kwanza mstari wa 35. Inakuwaje mimi nipate ujauzito na sijawa nini? Sijamjua mume? Anaambia kwamba Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, si ndivyo? Maana yake kinachotokea ni kwamba huyu Roho wa Mungu anayemjilia anamfanya Yesu aumbike ndani ya nani? Ya huyu mwanamke. Sasa aumbike, sio Mariamu anampa mwili, ila ni Yesu anaumbika ndani yake. Huyu Roho anaofanya Yesu aumbike ndani yake, na anapofika muda wa kuzaliwa anatoka akiwa na mwili, sawa? Mekanizmu ya hapo imekuwaje? Maana hakuna mtu anayeweza kupata ujauzito bila kukutana na nini? Na mwanamume. Maanake hapo kuna muujiza ambao Mungu ameufanya. Sasa nenda kwa Wagalatia sura ya 4 mstari wa 19. Paulo anapozungumza na Wagalatia na kuambia kwamba nawaonea shauku mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Sawa? Huyu Yesu anayeumbika ndani yetu haimaanishi ya kwamba atakuja siku nyingine kuzaliwa kama alivyozaliwa yule aliyeumbika ndani ya Mariamu. No, sivyo. Huyu anayeumbika anakuwa katika tabia. Sasa kama ingekuwa ndo hivi, tuseme kwamba okay, kwa hiyo huyu Roho aliyempa mimba Mariamu, je, ananipatia mimba na mimi na Sharoni na wewe? Hapana. Inakuwaje? Mungu ana mekanizmu yake. Sawa. Hii ndio mekanizmu iliyopata wapi? Pale. Sio Mariamu aliyempa mwili, lakini ni Mungu alimpa nini? Mwili. Sawa. Lakini ndio vile kwa maana kitenda kwa logic hiyo, maana mwanamume atampa huyo mtoto mwili. Na huyo mtoto ndo atakayeelewa. Swali langu ni kwamba maana yake tunakuja tunaposema huyu ni mwanadamu kweli na ni Mungu kweli. Maana yake tunapotamka kwamba ni mwanadamu kweli ni kwa sababu ya kuzaliwa na mwanamke. Kinachomfanya huyu mwanadamu kweli, yes, alizaliwa na mwanamke kama ambavyo mimi na wewe tunafanya nini? Tunazaliwa. Lakini pamoja na hayo yote, habari ya mwanadamu kweli, kuna hii uvumbuzi umefanyika kule sasa hivi Israel juu ya ile sehemu ambayo alisulubiwa, kwamba kuna mtu alipokuwa anakuona matone ya damu, na katika kufuatilia walikwenda kupima ile damu wakakuta vinasaba 23 na sio 46. Kwa nini? Kwa sababu kimoja cha upande wa pili kama mwanadamu cha baba hakipo. Kipo tu cha nani? Cha Mungu. Sasa kinachomfanya huyu mtu awe mwanadamu kweli, my friend, nikuulize swali moja. Hivi ikitokea ya kwamba wewe una kidole kimoja kimepungua kwa mwili wako, wewe ni mwanadamu kweli au sio kweli? Ikionekana kwamba wewe jicho moja halioni, wewe ni mwanadamu kweli au hapana? Itadepend na jaji katika hili. Hakuna habari ya unajaji katika lipi. Tunapokutazama hivi, una mwili sawa, unaona njaa, unachoka, unakula, unapumua, wewe ni mwanadamu kweli. Na Yesu anapofika kwenye hatua hiyo, yeye ni mwanadamu kweli, kwamba alizaliwa, aliona njaa, alichoka, alikufa, alilia na kadhalika. Haya, swali lingine.
Asante mwalimu, kwanza nikushukuru. Sasa maswali yangu mimi ni mafupi tu. Namba 1. Mafupi majibu ya mkono. Namba 1 kwamba katika wanaopaka ile miimo wale Waisraeli kule Misri na wakapata kuokolewa, je, hakuna Wamisri waliookoka pamoja na Waebrania? Swali langu la kwanza. La pili, ile siku ya mitende umeturudisha vizuri jinsi inavyofanana na maandalizi ya ile nani. Mimi bonge la msahaulifu, nisipokujibu swali la kwanza nitasahau. Aha, okay. Sawa. Okay. Kwamba je, hakuna Wamisri waliookolewa pamoja na nani? Na Waebrania. Kwa habari ya kuokolewa hatuzungumzi kwamba Wamisri wote walikufa. Ni mzaliwa wa kwanza tunalifanya nini? Aliyekuwa anakufa. Sasa hapa labda ni kuruhusu utengeneze na swali lako kwamba je, ni kila mzaliwa wa kwanza kwenye ile familia ya Wamisri alikufa? Kigezo kilikuwa ni nini? Ni kupaka damu. Maana yake kama Waebrania hawakupaka damu, ile kifo kiliwahusu. Kama Waebrania walipaka damu, kama Wamisri walipaka damu, kile kifo kiliwapita. Yeah. Lakini hatuna uthibitisho kwamba Waebrania waliona kwamba Mungu ni mwema atatusamehe tu, kwa hiyo wakupaka, kwa hiyo wakafa, au Wamisri walipata siri hiyo wakapaka. Hatuna hiyo. Sawa. Yeah. Sawa, jambo la pili kwamba Yesu alipokwenda kule siku ile ya mitende hakufanya ile nani matengenezo ya leo ile fujo. Sio fujo, matengenezo. Ile siku ile aliangalia tu akaenda zake Bethania yake ndo akaja kufanya mbungi hiyo. Swali langu ni kwamba je, labda hakufanya kwa sababu ilikuwa ni siku ya Sabato? Ni hicho. My friend, wewe ni Myahudi au ni Mkristo? Kwa sasa mimi ni Mkristo. Kwa sasa wewe ni Mkristo, lakini jana walikuwa Mwebrania. Yesu aliingia hekaluni sio siku ya Sabato, sawa? Ni siku ya mitende, siku ya Bwana. Sawa? Haikuwa Sabato. Sawa? Haikuwa Sabato. Na mwisho kabisa, mtu binafsi kwenye ushirika mtakatifu, chakula cha Bwana, umesema kwamba ingepaswa kama jambo hili lingekuwa na watumishi wengi au lingekuwa na uchumi mzuri, na kila tunapokutana basi ingependeza tu tunashiriki. Swali langu ni kwamba je, sasa hivi kuna mafundisho yanatokea kwa watu wengi tu kwamba kila familia iandae, unaweza kuandaa mkashiriki pale nyumbani kwenu. Swali langu, mtu binafsi aweza kuandaa meza ya Bwana na kushiriki kama familia. Una maana gani mtu binafsi? Kwamba mtu peke yake anaweza kujishirikisha kama familia? Kuna mchungaji hapa, yaani mimi na mke wangu na watoto. Tumeandaa mkate. Na ndivyo washirika sasa hizi wanachokifanya. Tumeandaa mikate, amenunua ile divai, anafanya maombi, wanashirikishana. Hapo kuna mambo mawili. Jambo la kwanza yanategemea na theolojia mnayoikuta kwenye meza ya Bwana. Ni kitu gani hicho? Kama tungerudi kwenye ile walivyokuwa nakula kanisa la mwanzo, ilikuwa ni milo ya kawaida. Kama mnakutana kula kande, wali, sijui na nini, wao walikuwa wanachukulia kama nini? Kama ndio ushirika mtakatifu. Ndio maana kwa Korinto sura ya 11 Paulo anasema inakuwaje wandugu mnapokutana, huyu sijui ana nini amelewa, subirianeni, si ndivyo? Walikuwa wanafanya hivyo kwenye kutaniko. Kama kwenye familia kukutana kweli, sawa? Sema kwamba sasa tunakula ni tofauti na hii milo ya kawaida mnayokula sijui mayao sijui nini, nisingeona shida kwamba okay, sasa sisi tunafanya ibada hapa, sawa? Ibada kama ibada ya ushirika mtakatifu. Ndivyo ambavyo Agano la Kale walifanya, kwamba nyumba, sawa, kwenye familia mnakula huyu mwana kondoo kwenye familia. Na jambo hili limekuja kuhamia kwetu. Kwa sababu ya umaskini tu ndio mambo yamebadilika. Kwa hiyo kifamilia ingewezekana.
Lakini hiyo inahitaji mafundisho ya pekee. Vinginevyo kwenye hiki chakula hiki kuna tofauti moja. Sawa? Kwenye meza ya Bwana anayegawa ni nani? Ni boss. Hivi baba atakuwa tayari kugawa chakula kila siku? Tayari nishaanza kuona tofauti hiyo. Na alafu baba atakuwa tayari kula mwisho. Kwa hiyo ni jambo ambalo linahitaji mafundisho ya pekee. Inawezekana kama kiongozi anavaa ile roho ya Yesu Kristo, yeye kugawa, sawa? Yeye kuhudumu na yeye kuhakikisha kwamba wengine wote wamepata, tena awe tayari kwamba wale wengine wanapata vile vigendo vile, si ndivyo? Kwamba zile sehemu nzuri nzuri na yeye anakuja kula mwishoni. Hiyo inawezekana. Lakini nafikiri kwamba inahitaji mafundisho ya pekee. Sawa, kwa hiyo jibu vizuri. Yeah. Ovita. Asante. Hili swali langu lilikuwa linanipa shida. Kwa habari ya uhusiano wa Yesu na Wayahudi, kulikuwa na mpishano mkubwa sana. Walikuwa hawapatani na mafundisho yake. Unadhani kwa nini? Yalitofautiana. Okay. Nafahamu hilo, lakini swali langu liko hapa. Inapokuja ishu ya Yesu kwenda Yerusalemu, zile siku hatuelezwi chochote kwa habari ya Wayahudi kumwandaa mwanakondoo wa Pasaka. Yesu anakwenda kushiriki chakula ile Pasaka na wanafunzi wake. Hatuelezi kwamba walihusishwa na wale wengine. Sasa kwa maana ya sielewi mimi. Okay. Na familia yao. Okay. Kwa maana ya Yesu na wanafunzi, inawezekana ni kweli kabisa kwamba hao wanafunzi hawakuwa na muda. Ndivyo ilivyo. Lakini sasa inakuwaje wale wengine wasio na uhusiano na Yesu hawakufuata mafundisho yake na wao wasimwandae mwanakondoo wa Pasaka? Umejuaje kwamba kumwandae? Hawa wengine sasa sikupi majibu ya mfukoni. Ila wewe mwenyewe umefungua mlango wa majibu ya mfukoni kutoka. Iko hivi, Biblia haielezi habari za Wayahudi wote. Zinafuatilia tu kile ambacho Mungu anakifanya kupitia nani? Kupitia Yesu Kristo. Manake hapa ina trace habari za Yesu. Wayahudi kipindi hiki si walikuwa wengi, wanasema kwamba isije ikawa nyakati za sikukuu, si ndivyo? Manake wengi walikuwa wamekuja kwenye sikukuu. Kila familia ilikuwa inashakarika kuandaa nini? Biblia haifuatilii hizo familia. Inatuambia tu habari za matukio yaliyokuwa yanamfuata nani? Yesu. Maana yake kama tungewakuta akina Josephus, sawa, akina Pausanias, yani wale waandishi wa historia, hawa wanaeleza hayo mambo. Na ndio maana anatuambia kwamba unajua kipindi kama hiki cha Pasaka, Yerusalemu ilikuwa na watu karibu 2.5 milioni. Kumbuka ni wakati huo, na ni wengi sana hao. Na walikuwa na kondoo kibao kwenye huo mji, si ndio? Yeah. Kwa hiyo sasa, Bia, ikiwa walikuwa na hiyo issue ya kuandaa au huyo mwanakondoo, saa imetokea ya kuuawa kwa Yesu. Na wao Wayahudi baada ya kifo cha Yesu, dini yao hawakuiacha, waliendeleza na mafundisho yao mpaka kuja kupingana na Wakristo walipoanza, wale wa kanisa la kwanza. Sasa hiyo siku walitimiza lile jambo pamoja na lile varangati la kumua Yesu, na kama hawakutimiza inakuweje wanaendeleza mpaka baadaye kwa habari ya mafundisho yao wakati kuna Pasaka moja wanaoifanya? Sasa hiyo vita, habari hivyo imekaa hivi. Tunapozungumza habari za Wayahudi, kumbuka kwamba hao waliokuwa wanapambana na Yesu ni wachache tu, sio wote. Kama ambapo sasa hivi tunarusha kipindi hiki hapa, sawa, tuko ndani, mtu atakuja kuuliza, inakuwaje hawa watu wamekaa humo ndani, ina maana hawaendelee na shughuli nyingine huko nje? Utakuja kugundua kwamba Lot ameenda kupakia nini, mbolea mchungaji, si ndivyo? Halafu Mungu amekuja amechungulia hapa, ametoka na shughuli zake, si ndivyo? Biti amekuja akiulizia Mwaya yuko wapi? Yuko huko Chetanda, sio yuko anafanya nini hapa? Maana yake
wachache tupo hapa, wengine ratiba zinaendelea kama kawaida. Hata hao wachache waliendelea kudeal na Yesu mpaka kieleweke, lakini kundi kubwa walikuwa na sikukuu zao, tena hawajui chochote juu ya huyu Yesu anayekamatwa, anayefanywa nini. Si ndio? Usijali, uliza tu. Issue ya sadaka ya Pasaka, waliokuwa wanahusika ni wale makuhani. Na makuhani tunakutana nao huko kwenye issue ya Yesu. Hawa waliendeleaje bila kuhani wazamu wa hiyo ibada? Sasa hapo kwenye hiyo, kama nazungumza sasa kwa habari ya kundi zima, sawa? Kumbuka ya kwamba hii ni siku ya Alhamisi, sawa? Ijumaa, sawa? Sabato ilikuwa ni nini? Jumamosi. Yesu amemuua lini? Ijumaa. Maana yake wao wakisha kumkabidhi kwa nani? Kwa Warumi, mambo yao waliendelea nayo. Yeah. Haya, niruhusu maswali mawili ya mwisho. Haya, dada kwanza, halafu mwe. Nashukuru kwamba swali langu lilikuwa likiendelea kujibiwa kidogo, lakini bado halijapata mwisho ambao nielewe vizuri. Nilikuwa nauliza kwamba hivi yale mapigo ni kweli, alikuwa anasema, Farao anasema kwamba ni kweli hiki ni kidole cha Mungu kwenye pigo la tatu. Sasa yaani ni kweli hakuokoka au hakukubali kumtii Mungu mpaka mwishoni wakaamua tu kuwafukuza, au baada ya kuwafukuza wenyewe walirudi ili kumtii Mungu? Kwa sababu nilikuwa najiuliza kitu kimoja. Kwa nini wale watu walitolewa kule nje ya ahadi wakapelekwa Misri kwa watenda dhambi wenzao ambao wanaabudu miungu? Kwa hiyo Mungu alikuwa anakusudia ni kuwapeleka kule. Kwa nini asingewapeleka nchi nyingine? Kwa hiyo nilikuwa najiuliza hapa, hivi ni waliokoka au waliendelea na miungu yao? Kwa sababu hatuoni kama Biblia inaeleza kwamba wa Misri walimkubali Mungu bali inaonyesha tu Farao anakubali, tena anaacha, anakubali, anaacha. Hilo ni swali la kwanza. Lakini maelezo yake swali moja moja. Sawa. Haya. Hiyo habari ukisoma kitabu cha Warumi na kwenye Zaburi inasema kwamba Mungu alichungulia kutoka mbinguni ili aone kama kuna mwanadamu mwenye haki hapo chini, si ndivyo? Akaona wote wanafanya nini? Kwa hiyo angewapeleka Wafilisti, mambo ni yale yale. Angewaleta kwa Wahehe, huku mambo ni yale yale, si ndivyo? Apeleke Wakinga, ndio basi kule Sumbawanga huenda wasingetoka, si ndivyo? Kwa hiyo hakukuwa na sehemu yenye wafadhali. Lakini habari ya swali lako ni hili kwamba je, alikubali akafika mahali fulani akabadilika au hapana? Kinachoonekana hapa ni kwamba Mungu alikuwa anafanya moyo wa Farao kuwa mgumu kwa kusudi maalum. Sawa? Hawa Waebrania ufahamu wao juu ya Mungu ulikuwa bado mfinyu. Na Mungu alikuwa anamvutisha Farao taratibu ifike mahali hawa watu waone Mungu anavyoweza kutatua hili lile. Na kilele chake kimekuja pale wanapozamishwa kwenye bahari ya nini? Ya Shamu. Kwamba kumbe hata adui aliyekusumbua kwa muda mrefu anaweza kupotea kabisa. Sawa? Kwamba Mungu anaweza hilo jambo. Kwa hiyo habari ya kwamba hawakuokoka wafanya nini ilikuwa ni swala la tu. Sawa? Yeah. Tunaweza tukamlaumu Farao kwamba kwa nini ilikuwa hivi. Ni kweli kuna mkono wa Mungu uliokuwa unaendelea kudumaza shingo yake, kushupaza shingo yake. Lakini katika kufanya hivyo bado Farao atawajibishwa. Sawa? Kwa nini? Kwa sababu kuna mambo aliyoyafanya kama yeye yanayomfanya afike pa kuonesha ubinadamu na uovu wake. Kama vile ndugu wa Yusufu, kama vile akina Hitler, sio na akina nani. Kulikuwa na mpango wa Mungu hapo, lakini Mungu hakuandika ya kwamba huyu lazima afanye uovu. Swali lako la pili. Swali langu la pili linaendana na hilo. Lakini ni hivi, kwenye jamii nyingi na hata Wakristo na watu wengine wanaweza kuwa
ufahamu kwamba wakati mwingine mtu anapokuwa anapitia majaribu makubwa au anaingia kwenye hatari na mambo ya misukosuko, wakati mwingine watu wanaweza kufikiria kuwa mtu huyo ametenda dhambi. Lakini pia kwa wakati mwingine watu wanaweza kusema kwamba uombe tu toba na rehema, uombe msamaha kwa sababu utakuwa umemtenda Mungu dhambi. Lakini kwenye kitabu cha Ayubu anasema Mungu akamwambia shetani akamjaribu Ayubu. Sasa hapa sijajua sasa wana wa Israeli walikuwa ni wameachiliwa moyo wa dhambi ili Mungu awajaribu, zile dhambi ziwajaribu kama anaweza kushinda, au ilikuwa ni kwa sababu tu ya uovu wao Mungu aliwaruhusu waingie kwenye utumwa kwa sababu ya uovu, au Mungu alitaka kuwajaribu? Yaani hapo hakuna cha kujaribu. Mungu hawezi kuruhusu Pendo afanye dhambi ili aoneshe kwamba anamvumilia. Ila Mungu anaweza kuruhusu Pendo kutane na changamoto na alafu aoneshe namna anavyoweza kumsaidia. Mambo mawili tofauti. Uovu, Mungu hawezi kuruhusu uovu upate. Sawa, yani utende dhambi. Huyo ni shetani. Kwa hiyo hata hapa kwa habari ya hawa Wayahudi au Waisraeli, Mungu hakuruhusu watende dhambi ili aoneshe namna anavyoweza kuwasaidia kutoka kwenye dhambi. Ila wakisha kutenda dhambi, Mungu aliruhusu adui awanyanyase, na wakiwa kwenye hayo manyanyaso awatoe. Sawa? Haya, swali la mwisho. Mimi kwenye utangulizi unaoanza kutufundisha kwamba watu wengi wanaposherehekea Pasaka wanasherehekea bila wenyewe kuelewa maana ya Pasaka. Sasa hata ulivyolifundisha, naomba sasa kujua dhana kuu ya Pasaka ni nini, kama ulivyo, sababu naona nitatoka hivi. Kwa hiyo dhana kuu ya Pasaka sasa hapo nataka kutueleza ni nini kwa wakati huu. Swali kwamba nilifanya vizuri kufanya swali lako leo la mwisho, kwa sababu hilo ndilo litakalofanyia summary. Na swali pia la pili. Basi tunaweza kuanza hilo la pili hapo kama nitegemea ni lipi? Mimi ndo nitachagua. Okay, nataka kujua sasa nini umuhimu wa ukumbusho wa meza ya Bwana. Kwa sababu kama unasema vile vitu ni vitu vya imani tu. Na kutokana na ulichosema ina maana kwamba havina namna yoyote ambayo inaweza ikamsaidia mtu. Ni vitu vya imani. Kwani imani haimsaidii mtu? Unasema hivi kwamba ni vitu vya imani. Yaani kwamba hauchukulii ule uzito wake kama walivyokuwa wanasema pale, huu ni mwili wangu, sijaona kama umechukulia ule uzito wake. Sasa nataka kujua kama tu ni kama hivyo, sasa kuna umuhimu gani wa kufanya ukumbusho? Ambacho labda kimekaa hapa ni wewe umepata vizuri. Nimesema kwamba huu ni badala ya nini? Ya mwili wa Yesu. Ya mwili wa Yesu. Kwamba yani tunaposhiriki pale na tunapeana hivi, huu ni mwili wa Yesu Kristo uliotolewa msalabani kwa ajili yetu. Unakuta hayo maneno hayo, anakumbuka kwamba kumbe Yesu Kristo alikufa msalabani na kutoa mwili wake ili mimi nipone. Huoni uzito huo? Yaani wewe umefudu sana mambo yako huko na umeletwa hapa, unakumbushwa hii hapa mara moja, inakukumbuka mimi kama Noeli, kumbe Yesu alinifia msalabani. Na Yesu anasema fanyeni hivi kila mlapo kwa ukumbusho wangu. Sawa? Tunakumbuka nini? Kuna maneno tunasema kwamba Baba kufa kwake wewe kufuka kwake tukukiri na kurudi kwake. Maana yake tunakiri ya kwamba mkuu, wewe usipoonekana humu, yani uje tu uonekane sura yako. Sawa, kwamba hili ni jambo la muhimu sana kwenye wokovu. Moja ni agizo la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba tukumbuke kila tunapokutana. Kama ningekuwa nafundisha habari ya meza ya Bwana na maana yake, ningekuambia moja ya haya mambo tunakumbuka na tunafanya meza ya Bwana si kwa sababu tunayari, ni agizo la nani? Fanyeni hivi
kila mlapo kwa ukumbusho wako. Tunakumbuka nini? Hayo mambo. Alikufa kwa ajili yetu, akafufuka kwa ushindi wetu, atarudi kutuchukua. Na kwa sababu hiyo tunafanya mazoezi ya ile karamu tunayosubiria mbele, ambayo itatushirikisha sisi sote. Sawa? Na kwenye hili jambo mtu mmoja huwezi kujishirikisha. Huu ni mlo wa ushirika. Sawa? Yaani mchungaji hapa pamoja na uchungaji wake hawezi kusema kwamba mimi bwana leo nakula meza ya Bwana. Kakaa hapo kafanya liturujia yote alafu anajishirikisha. Huyu hatufu. Kama amependa tu kula kivyake. Lakini ni mlo wa ushirika, maana yake unashirikiana na wengine, unashirikiana na Bwana. Sawa? Yeah. Okay. Sasa nahamia kwenye swali lako ambalo nasema kwamba hilo ndio litatupa happy. Samahani, kama hujaendelea hapo, nataka kujua kwamba vipi kuhusu makanisa haya ambayo hayashiriki, kwamba wao hawakumbuki kuhusu kufa kwa Yesu Kristo, au wao ikoje hiyo? Kwa sababu unasema ni agizo. Furaha, yani hapo nimelazimisha niwe na jibu la mkono. Unakumbuka Yesu anapomjibu Petro anaposema kwamba na huyu je? Yesu alimwambiaje? Inakuhusu nini je? Wewe nifuate, si ndivyo? Yaani sisi hapa tunakomaa na ya kwetu. Sawa? Hao wengine nao wana mafundisho yao. Sisi labda kama una mpango wa kwenda kuhubiria juu ya hili, hapo ni lazima sasa tujengeane msingi. Lakini mnachokufahamu furaha, unapenda tu kujifurahisha na kufahamu sisi tunafanya hivi. Hao je? Chana nao. Sisi tuna ya kwetu, sawa? Hao wengine wapo ambao hawakumbuki habari ya Krismasi, wapo ambao hawakumbuki yani hata Ukristo. Sisi tuwahubirie, tuwaeleze, wakipenda kujifunza ya kwetu tuwaambie haya ya kwetu. Sawa? Yeah. Okay, kwenye hii habari ya tuondoke na nini juu ya Pasaka. Sawa? Tunapozungumza habari za sisi kukombolewa, tumekombolewa kutoka wapi? Wale wenzetu walikuwa wanakombolewa kutoka kwenye utumwa, a physical slavery. Sawa? Yaani utumwa wa kimwili. Walikuwa wanamuona kabisa ni watumikisha hivi, anawatandika na wanalia na kesho anawaambia kwamba mtakuja hapa, si ndivyo? Na Musa alitumwa kama mkombozi wao. Mwenye kuwakomboa alikuwa ni Mungu. Huyu Musa alikuwa ni mtumishi tu. Sisi Pasaka yetu, sisi ukombozi wetu haupo kwenye utumwa wa kimwili, ila ni kwenye utumwa wa dhambi. Kwamba huyu Mungu anapomleta Yesu Kristo, kama nilivyosema kwamba tofauti ya Pasaka yao na yetu ni kubwa sana. Wenzetu waliokolewa kutoka kwenye utumwa wa kule Misri, na yule mwanakondoo alikufa kwa ajili ya mtu mmoja mmoja. Sisi mwanakondoo wetu ambaye tumeletewa, ambaye hata tujamchinja sisi wenyewe wala nyama yake hatujala, sawa? Ni Mungu amemleta. Anapokuwa amemleta, anatutoa kutoka kwenye nini? Dhambi. Sasa tofauti na wale, uwe unapenda au upendi, wote walitoka. Sisi haipo hivyo. Yesu amekufa msalabani, sawa? Akafufuka akitangaza ya kwamba ninazo funguo za kuzimu na wapi? Mauti na kuzimu, si ndivyo? Kwamba sasa sisi tunatoka kwenye ile dimbwi la dhambi, lakini kutoka kwetu ni pale tutakapotazama msalaba. Kwamba yupo Yesu aliyefanya nini? Aliyekufa katika msalaba, akazikwa, akafufuka. Kufufuka kwake huku tunakokiri, tunaamini na tunasema kwamba kweli kuja kwake msalabani alikuja kumaliza ile ambayo mimi nilikuwa ninadaiwa. Alilipa fidia, alitoa sadaka, alikufa badala yangu, na sasa nimekombolewa. Kwa hiyo kwa njia hii Pasaka tunakumbuka ukombozi wetu kutoka kwenye dhambi.
Sawa? Tumekombolewa kutoka kwenye dhambi, kwa hiyo sasa tupo huru. Uhuru huu unakuja pale tunapokiri. Ndio maana hata kama Yesu alishakufa miaka 2000 iliyopita, bado kuna wengi wetu wanaendelea kutaabika na kusumbuliwa na dhambi. Katika dhambi, kwa nini? Kwa sababu hawajakiri. Ni kama vile ile habari anayosema kwenye sura ya 3 ya Yohana kwamba kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka wa shaba jangwani, kila aliyeumwa na nini na yule nyoka. Wapo waliokufa na sumu ya yule nyoka, na wapo ambao wakisha kuumwa walimtazama yule nyoka wa shaba wakafanya nini? Maana yake sisi pia tunaweza tukafa na uchungu wa dhambi kama hatumtazami Yesu aliyefanya nini? Aliyeangikwa msalabani. Hatutazami msalaba, ila tunamwangalia yeye aliyeangikwa msalabani. Swali hili naliangalia kwamba si wewe uliyeuliza, ila Mungu amelileta tufanye summary. Maana ni kweli tungeondoka, mimi sijawaambia kwamba hii Pasaka tunafanya nini. Sawa? Kwa hiyo kusherekea kwetu, ukiona kwamba Pasaka hii imepita na bado una mizigo ya dhambi sijui moyoni si mabegani, basi ndugu yangu, nikupe pole. Lakini yeye mwenye kumaliza na kubeba mizigo yetu ya dhambi alishamaliza msalabani, akafufuka na kutangaza kwamba kilichokuwa kinawasumbua nimefanya nini? Nimekishinda. Ndio maana tunasema ameshinda dhambi, mauti na amemshinda na shetani pia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, nafikiri sasa hatuhitaji kuendelea zaidi. Labda mheshimiwa host wetu unasemaje? Nikupe na wewe swali la kuuliza kama hata. Nashukuru. Nilikuwa nina swali pia kama ambalo ameuliza Noeli kwamba sasa ni kama linafanana kwamba sasa sisi kama Wakristo leo, kwa sababu nimefika kwenye nchi zingine nimeona watu wanasherehekea, hata kusherehekea Christmas ni kama utamaduni tu. Lakini ukimuuliza nini maana ya Christmas hawezi kukujibu. Na pia wako watu ambao wanasherehekea Pasaka kama utamaduni tu, hata hapa kwetu nchini Tanzania, hata Wakristo. Ukimwambia nini maana ya Pasaka? Mimi nimeshajaribu kuuliza watu kadhaa kwamba nimenikaribishwa mahali wamepika pilau nzuri, kuku mzuri, nauliza hivi nini maana ya Pasaka? Na maana inakusaidia nini Pasaka? Hakuna mtu anayejibu sahihi. Kwa hiyo nataka nijue pia kwamba ni kwa namna gani sisi kama Wakristo wa leo tunaweza tukasherehekea Pasaka. Lakini pia nimekumbuka mstari mmoja unasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa maana ukisema sisi tunaomkiri Yesu Kristo kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Sasa swali langu lilikuwa ni kama kwa kupigwa kwake sisi tumepona, kwa nini wale waliomkiri Yesu au sisi tuliomkiri Yesu bado tunateseka na dhambi? Unasikia mara kadhaa kwamba mchungaji amekamatwa kwenye kesi ya ubadhirifu wa fedha au labda kama walivyotumia neno kwamba anatafuna kondoo. Ni kama sisi bado tunateseka katika dhambi ingawa tunamkiri Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Sasa nilitaka nione sasa shida iko wapi hapa? Kama kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Watu wanateseka na magonjwa, watu wanateseka na dhambi, watu wanateseka na umaskini kama ambavyo pia umezungumza kwenye mafundisho yako. Shida iko wapi na tufanye nini ili tuweze kunasuka hapo? Jambo la kwanza ambalo tunahitaji kufahamu ni hili kwamba tunapomkiri Yesu hatuhamishwi kutoka kwenye ulimwengu. Sawa? Tupo kwenye ulimwengu huu ambao shetani anaendelea kufanya kazi zake. Sawa? Ndio maana hata Yesu pamoja na kuwa ambaye ni Mungu bado alikutana na upinzani wa hali ya juu alipokuwa katika mwili. Kwa sisi hata kama tumemkiri Yesu Kristo haimaanishi ya kwamba tumepewa ile kinga ya kutokukumbana na changamoto. Kama ni ugonjwa tutakutana nao, kama ni kufiwa tutafiwa, kama ni kuibiwa tutaibiwa, si ndivyo? Kutukana tutatukana, na saa nyingine watu watakujeruhi tu kwa namna hii au nyingine. Kwa nini? Kwa sababu upo kwenye dunia ambayo imejawa na watu wa pande mbili, upande wa Mungu na upande wa shetani. Na hawa watu kila mmoja anajaribu kuvutia watu upande wake. Sasa huu mvutano ni ama zako ama zake. Kwenye ama zako ama zake lolote linaweza kutokea. Na kwa sababu hii maana yake hata inapofika kwenye habari ya dhambi, mchungaji, askofu, mwinjilisti, sijui mtume na nabii, yeye ndio
target namba 1 ya nani? Ya Ibilisi. Huyu jamaa usikadhani ya kwamba amesalimu amri kwa maana ya kwamba hawezi tena kuendelea kufurukuta. No, anaendelea kupambana, anatapatapa. Sisi kama hatui waaminifu katika kumtazama yeye aliyeandikwa msalabani, mwenye kushawishi na kuambia kwamba haogopi lolote. Yeye hana la kupoteza, alishapoteza. Kwa anachokifanya ni kile ambacho Yohana anakiandika kwenye kitabu cha Ufunuo. Ole wa nchi, kwa maana ametupwa huko chini, mwenye hasira nyingi, akijua kwamba nao muda mchache. Kwa hiyo muda wote anajaribu kufurukuta, anajitahidi kukutishia. Akiona kwamba umeshinda kwenye kutishia, ni utishiki, anakuja kama rafiki. Kikote, usijali, tuwe my friends tu, sio? Tuwe marafiki tu. Katika urafiki anajua kabisa kwamba ipo siku tu atakufunga kamba. Akishakufunga hapa, halafu anafanya nini? Anakukomesha. Akiona kwamba umemshinda hata kwenye urafiki, kwamba unakubali kuwa rafiki, hapo ndipo anapokuja sasa kuzipiga na wewe, si ndivyo? Yeah. Kwa hiyo ana mikakati inayoendelea, na ndiyo maana wengi wa watumishi wa Mungu wanaangushwa katika sehemu ambazo hawangefikiri wanaangushwa. Na kwenye ulimwengu tunaoishi leo, nadhani maneno ya Yesu yanatimia. Siku za mwisho imani ya wengi itapoa, upendo wa wengi utapoa, kama yamkini hata nani hata wateule. Yeah. Maana yake kwa Yesu kufufuka ni kweli kwamba anachokifanya ni kile kile ambacho alimfanyia Adamu pale mwanzo. Alimpa kinga, akamwachia uhuru. Hata mchungaji amepewa kinga, ameachiwa uhuru, si ndio? Kwa hiyo mchungaji anapofanya kosa anacheza na uhuru wake. Na Roho wa Mungu anayekuja kuishi ndani yetu sisi, yeye sio dikteta. Anachokifanya ni kwamba ukitaka kufanya jambo fulani anakuambia Kikote, lakini haifai uibe sadaka, si ndio? Haifai uongee namna hii. Nasema no, niko huru bwana. Kwanza huyu Pendo ameniudhi sana, lazima anikome. I love my name, si ndio? Sasa katika hali hiyo, na hii ugenda kiehe inaendelea hapo, yani unamnyanyasa Pendo watu, alafu anatoka, lakini Kikote unanionea mimi sikufanya hivyo. Hakuna, si ndivyo? Mwisho wa siku ukishakumaliza anaanza kujisikitikia, lakini hivi kwa nini nimsema mtoto wa watu? Si ndivyo? Umeshafanya, ulicheza na uhuru wako. Kwa hiyo Mungu anapokuja kufanya makao ndani yetu kama matokeo ya sisi kumpokea Yesu, hatunyang'ani uhuru wetu. Tunao uhuru full, ni sisi tunaotumiaje. Kwa hiyo salamu yangu kwa Dr. Leo, ufanyaje ili sasa, maana sijui Yesu anarudi lini. Ni sasa atarudi wakati tunafanya dhambi au atarudi wakati tunafanya dhambi? Kwa hiyo nifanyaje ili niwe salama? Dr. Martin Luther alifundisha kitu kimoja kizuri sana, kwamba tuishi katika toba, kwamba kila itwapo leo unapofunga siku, kuna mwimbiaji bwana ile tumwabudu Mungu. Hata kwenye mtabu hamna, niwe ndani. Wimbo wa 322 Bwana imepita tena, sivyo? Ile fungu la mwisho, ninakuwekea Bwana roho mikononi mwako, nife leo au usiku, sawa? Roho yangu naiweka mikononi mwako. Popote tunapokwenda, unaondoka, unaendesha gari, unakwenda Njombe, mwambie Bwana naiweka roho mikononi mwako, si ndivyo? Nakwenda kulala, mwambie Bwana mimi nalala, nasinzia, wewe unakesha kwa ajili yangu, naweka roho mikononi mwako, si ndivyo? Naingia nakuja kwa kipindi hapa, nitakutana na maswali ya kina Sharoni, ya kina Jovita yanayokera hapa, nisie nikawararua hapa na kuwapa maswali ya mfukoni. Naambia Bwana naweka roho yangu mikononi mwako, nisikutende dhambi, si ndivyo? Yaani kuna mwimba Zaburi mmoja alifanya vizuri sana, anasema kwamba Bwana weka ngojezi mdomoni mwangu, si ndivyo? Nisije nikanena yasiyo. Sasa sisi, huyu mwenye kuedit maneno hayuko mdomoni,
Yuko wapi? Yuko rohoni. Ana edit mawazo kabla hajawa maneno. Baada ya hapo, yani wakikuona Kikoti, wewe maneno yako ni ya kujenga, ya kuimarisha, ya kufariji, si ndivyo? Habari ya Mungu. Usalama wako, weka kila kitu mikononi mwa nani? Kila wakati. Maneno yako hayo Bwana Yesu asifiwe na kadhalika. Ya vipi? Unasemaje? Nikana tafakari, Yesu alianzisha kitu kama biashara. Unakuelekea? Kama ni kitu huria cha kumsaidia mtu achague mwenyewe. Sio Yesu. Aidha aende au asiende. Anatuambia kwamba unaweza kula matunda ya hayo yote, lakini mti wa matunda ya nini? Ujuzi wa mema ambaye usile. Halafu akamwacha pale na matunda haya mengine yakiwepo hapo. Ndio hiyo biashara ndio. Jamaa akacheza na nguvu wake. Si ndio? Kwa hiyo hata hapa ndipo uko huru kusoma au kulala. Lakini kufika siku ndio mtihani. Si ndio? Unajaza nini? Ni sasa mtihani wako. Umefanya vizuri. Yaani, mimi sina majina pale. Haya, nawashukuru sana kwa ajili ya kipindi hiki. Na imani ya kwamba kimetufungua macho, masikio na uelewa. Na kimoja ambacho sijawaambia. Na hii sasa namshukuru Mungu kwamba nimekumbuka. Pasaka haihamishi siku. Miaka nenda rudi imekuwa Alhamisi, Ijumaa Kuu, Jumapili ya Pasaka. Sawa? Lakini Krismasi inahamisha siku, haihamishi tarehe. Sawa? Jambo hili ni nzuri sana kulifikiria. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu Krismasi yenyewe inafuata mwaka wa jua ambao ndio tunautumia kwetu sisi kama Kristo. Lakini Pasaka inafuata mwaka wa mwezi ambao ni wa Wayahudi. Mwaka wa mwezi ambao ni wa Wayahudi ndio ambao wenyewe wana siku 354 na Krismasi siku 365. Ulianza vizuri unapomalizia. Sawa. Hii sikukuu ya Krismasi inajenga misingi yake kwa Warumi ambao mambo yao yanaliangalia jua. Na jua tunasema kwamba halizunguki. Sawa? Lipo. Mwezi mambo yake yanategemea jua. Kwa kalenda ya Wayahudi inafuata nini? Mwezi. Mwezi wenyewe haujitegemei. Unategemea nini? Jua. Ndio maana wanasayansi wanakuambia mwezi wenyewe hautoi mwanga ila unaakisi, si ndivyo? Yani hauna mwanga. Ukienda kwenye mwezi hauna chochote ila unapitisha mwanga wa nini? Maana yake hata kwenye kalenda yake mzunguko inazunguka jua. Sasa hii ndivyo inavyokuja hata kwenye nini? Kwenye hizi kalenda. Nilipokuwa nawaambia kwamba kuna sikukuu ambayo haitegemei, haijengi misingi kwenye Wayahudi, ni hii ya Krismasi. Na ndio maana mambo yake yenyewe yako fixed kwenye tarehe lakini sio siku. Kwa sababu siku zinahesabiwa kufuata nini? Tamaduni za Kiyahudi. Ndio maana tuna hiyo habari ya Sabato, hiyo habari ya Jumapili. Iwe ni Waarabu au Wayahudi, wote huko wanaangalia nini? Ndio maana sikukuu zao zote wanaangalia mwandamo wa nini? Lakini sio Christmas. Hakuna habari ya mwandamo wa mwezi. Haya, sasa tuimbe wimbo mmoja na halafu tufunge, si ndio? Wimbo gani? Haleluya tukimbie. Si Pasaka hii? Sio Bwana anapita tena. Bwana anapita. Lakini tunaimba fungu moja, lakini nilipenda sana haleluya tukimbie. Sawa?
kwa sababu pale kuna habari njema. Haleluya, tumwimbie, tumsifu sana Bwana wetu, tushangilie kwa shangwe. Akafungwa na adui, alipokufa msalabani, lakini sasa yu hai. Habari njema hii, Masia amekaa, uzima kweli. Haleluya, tumsifuni, tumshangilie Mungu wetu. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa neema yako na upendo wako, ya kwamba umetujalia watoto wako kukaa katika madhabahu hii kujifunza kwa habari ya Pasaka. Tunaamini kupitia mafundisho haya sisi pamoja na watazamaji wetu wa Eneza TV tumeweza kufunguliwa na kujifunza na kujua nguvu iliyo katika Pasaka. Tusaidie kuyaishi mapenzi yako na kuishi katika Yesu ndiye mfufuka wetu. Nimeomba hivi nikiomba Mungu endelee kututunza na sisi, na mtunze pia Daktari Mgaya ili kupendeza wakati mwingine aweze kusema na sisi tena kwa utukufu wako. Tunaomba hivi kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Asanteni sana. Mungu awabariki sana. Kondoo hatujaenda kumwona kwa sababu